Bwana, mambo yanazidi kunoga, sikwambie mtu. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 33 mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love, na mimi naitwa Uncle J Simulizi. Sasa bwana, katika sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri msikilizaji, tulishia pale ambapo Eliora alikuwa ameshika simu ya Eliana, akawa anataka kupokea ile simu, lakini ghafla punde bini punde huyu hapa Eliana mwenyewe akatokea pale. Wakakutana uso kwa uso, macho kwa macho, kati ya Eliana na Eliora, pacha hawa, mtu na dada yake. Lakini Eliora ndo anatambua kwamba huyu Eliana ni dada yangu, lakini Eliana hatambui kama Eliora ni mdogo wake, ni pacha yake. Ila Eliana anajua tu kwamba huyu binti Eliora amefanana na mimi, ila hajui kama huyo ni ndugu yake. Anayejua hayo ni Eliora. Eliora ndo anajua Eliana ni dadangu, ni pacha wangu. Bana, patamu hapo, wamekutana sasa. Itakuwaje? Karibu sana kwenye hii sehemu ya 33 mzigo mtamu kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J, napatikana Instagram na TikTok kwa jina hilo moja tu la Uncle J Simulizi. Bana, karibu mtu wangu. Ghafla Eliana aliingia mule chumbani. Mshtuko na mshangao mkubwa ulitokea kati yao. Eliora alibaki amesimama katikati ya chumba, mikono yake ikitetemeka, huku simu ya Eliana akiwa bado ameshikilia kwa nguvu. Macho yake yalikuwa yamejawa na mshangao wa ghafla baada ya kumwona dada yake Eliana akiwa pale mbele yake kwa macho ya hasira yaliyokuwa na mwaka kama vile moto. Kwa muda wa sekunde chache, hewa ndani ya chumba kile ilionekana kuwa ni nzito mno, kana kwamba kila pumzi ilikuwa ni mzigo. Ukimya wa kushtua uliendelea kabla Eliana hajapiga hatua mbili za ghafla kumkaribia dada yake kwa hasira. Wewe mwanaharamu, unafanya nini na simu? Nipe mara moja hiyo simu na usithubutu kugusa mali yangu. Eliana alipaza sauti kwa ukali huku akinyosha mkono wake. Lakini kabla hata hajafika, Eliora ambaye tayari moyo wake ulikuwa umejaa uoga na chuki, alifanya haraka kumkwepa. Eliana alikuwa anakuja kwa nguvu bila kutarajia kuwa dada yake ingemkwepa kwa ustadi ule. Aliteleza na akaanguka vibaya. Kelele ya mwili wake uligonga sakafu na kisha kichwa chake kikapigiza ukutani. Ilisikika kwa ukali, ikitengeneza mlio uliopenya hadi ndani ya vifua vyao. Eliora alishtuka, mikono yake ikaachia simu bila kutarajia. Macho yake yaliganda kwa hofu alipoona Eliana amelala chini. Damu kidogo zikaanza kutiririka upande wa paji la uso wake. Pumzi ya dada yake ilikuwa ni dhaifu na macho yake yakafunga. Mungu wangu, nini nimefanya? Hapana, siwezi kuwa nimeua. Eliora alijisemea kwa hofu, akishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Alipiga hatua moja mbele kana kwamba alitaka kumsaidia, lakini mwili wake ulikataa. Hofu na mchanganyiko vilikamata moyo wake. Macho yake Eliora yalisogea upande wa mlango pale alipohisi kitu kisichokuwa cha kawaida. Sauti ya kiatu iligonga sakafu, ilisikika ikija kule alipo yeye. Hazikupita sekunde nyingi, alisikia sauti ya mke wa rais ikiita, Eliana? Eliana mwanangu, uko wapi? Eliana, nakuita. Hapo Eliora alihisi miguu yake ikilegea ghafla, kana kwamba nguvu zake zote zimemponyoka. Moyo wake ulipiga kwa haraka, akijua fika kuwa mke wa rais alikuwa ni mtu ambaye alimchukia kupita kiasi. Sasa kama ikitokea kimkuta Eliana akiwa amelala chini, tena hajitambui, na yeye ndio yuko hapo na simu ya dada yake, kwa ni wazi kabisa lawama zote zitamwangukia yeye. Eliora alitazama chini, akamwona Eliana akiwa hajitambui. Haikueleweka kama amekufa au la. Kila kitu ndani ya akili yake Eliora kilimwambia anatakiwa akimbie, lakini miguu yake ilishikiliwa kana kwamba imefungwa minyororo. Mikono yake ilianza kutetemeka, mapigo ya moyo yalimzidia Eliora. Hapana, siwezi kuonekana hivi, nitaharibikiwa.
lazima nifanye kitu. Lakini nifanye nini sasa? Aliendelea kujisemea huku macho yake yakizunguka kwa wasiwasi. Sauti ya mke wa rais iliendelea kusogea, huku safari hii ikiwa imebakia hatua chache tu kufika kwenye kile chumba alichokuwa yeye. Alitazama upande wa mlango na kisha alirudi kumwangalia dada yake aliyekuwa hajulikani kama yuko hai au la. Eliora, moyo wake ulikuwa unataka kupasuka. Alihisi kizunguzungu, baridi kipenya ndani ya mifupa yake. Kwa mara ya kwanza tangu azaliwe, alihisi kama dunia nzima imekuwa adui kwake. Alipiga hatua moja nyuma na kisha akajegemeza ukutani. Alibaki akitetemeka, macho yake yakawa yakiangalia mara kwa mara kati ya Eliana aliyelala chini, damu zikimtoka, na mlango ambao ulikuwa karibu kusogezwa kwa nguvu. Kwa sekunde hizo chache, Eliora, kila kitu kilikuwa kimejaa utata moyoni mwake. Kwa kutambua kuwa ikiwa mke wa rais ataingia na kumkuta Eliana pale chini, Eliora alijua kabisa huo ndo utakuwa mwisho wake, na pengine hata kisasi chake kitakosa mtu wa kukilipa. Kwa haraka sana ilibidi amvute Eliana kwa nguvu nyuma ya sofa kubwa lililokuwa liko pembeni mwa chumba, akihakikisha mwili wa dada yake umestirika kabisa. Eliora, mikono yake ilitetemeka alipokuwa ameinama na kuchukua kitambaa cha mapambo kilichokuwa kiko mezani. Kisha akafuta haraka mno yale mabaki ya damu yaliyokuwa yako sakafuni. Alipokuwa anakamilisha tu hilo, kishindo cha mlango kilisikika wazi kabisa, na ndipo mke wa rais aliingia. Wewe, kumbe upo humu ndani? Nilikuwa nakuita huko ukumbini, ina maana kwamba hukunisikia wakati nakuita? Sauti ya mama huyo ilisikika kwa nguvu, huku ikiwa yenye ujasiri wa kifamilia. Eliora alishtuka, alisimama wima huku akivuta pumzi ya kina. Moyo wake ulipiga kwa kasi ajabu mno, lakini kwa kuwa hakuwa na namna, aliamua kugeuka kwa tabasamu dogo. Alijifanya kana kwamba kila kitu kiko sawa, lakini macho ya mke wa rais yaliganda. Mwanangu, mbona una nguo tofauti? Mbona sikuziona ulipoondoka muda mfupi uliopita? Macho yake mama huyu yalimchunguza kwa umakini sana Eliora, akidhani kwamba ni Eliana. Mshangao ukiandikwa usoni mwake. Eliora alijua sasa lazima acheze mchezo wa hila. Eliora kwanza alitabasamu kwa mapozi, akainua mikono yake kana kwamba anajinyosha. Mama, unaonaje? Umependa muonekano wangu mpya? Nilikuwa nimejipanga kukufanyia surprise. Ni surprise maalum mama, alisema Eliora kwa sauti yenye mbwembwe na yenye unyenyekevu wa kijanja. Hapo mke wa rais alibaki ameduaa kwa muda na kisha kapumua kwa kina. Mwanangu Eliana, hukunieleza lolote. Umetoa wapi nguo hizi? Hapa ndani ama? Mimi mwenyewe nimeshangaa kukukuta hivi ghafla mwanangu. Eliora alijifaragua, akapiga pozi dogo kwa kuzungusha nywele zake na kisha akacheka taratibu kana kwamba kila kitu kiko sawa. Mama, nilitaka tu kukuonyesha kwamba mimi naweza nikabadilika haraka tu. Nimekuletea surprise hii, naona kabisa umeshangaa kweli kweli. Nadhani vikao vijavyo na wewe utafanya hivi. Si ndio mamangu kipenzi? Mke wa rais alitikisa kichwa polepole, lakini kwa namna fulani hivi alionekana kuamini maneno hayo. Alitabasamu kwa upole na kisha mwanamama huyu akasema, nisikilize mwanangu Eliana. Mara nyingine ni vizuri kuniambia mapema mwanangu. Lakini sawa, nimefurahi kukuona ukiwa kuna furaha. Tumemaliza kikao sasa, natakiwa tuondoke twende nyumbani Ikulu. Maneno hayo yalimwangukia Eliora kama radi moyoni mwake. Yeye aelekea Ikulu. Ndani yake alihisi hofu ikimzidia maradufu. Hakuwa na mpango wowote wa kuondoka pale akiwa na mke wa rais, na zaidi akijifanya eti yeye ni Eliana. Lakini hakuwa na namna nyingine kujinasua. Kwa haraka alijitetea kwa kusema, mama, nenda wewe kwanza. Mimi nitakufuata mara moja. Unajua nimebaki na kitu kidogo hapa nimalizie na kisha nitakufuata. Lakini bahati kwa upande wake, mke wa rais alitikisa kichwa kwa upole, akaonyesha msisitizo kwa kusema, hapana mwanangu. Hatuwezi sisi kutoka hapa, wewe tumekuacha. Nimezoea kutoka na wewe. Hebu njoo bana sasa hivi tuondoke. Kabla Eliora hajapata nafasi ya kutafuta kisingizio kingine, mkono wa mama huyo ulishashika mkono wake kwa nguvu
nguvu ya upendo wa mama na binti, akamwambia twende Eliana mwanangu, tuondoke. Alisisitiza hivyo mwanamama huyo. Mshtuko ulipiga ndani ya kifua cha Eliora, mikono yake ilianza kutetemeka, pumzi zikawa nzito. Hajazoea ikulu, hajawahi fika ikulu, sasa itakuwaje? Kwa mara ya kwanza Eliora alihisi ya kwamba damu yake yote imeganda mwilini, lakini kwa nje alijilazimisha kutoa tabasamu dogo. Alijifanya kama kila kitu ni cha kawaida. Walipotoka mlangoni, macho yake yalirudi kwa haraka sana nyuma, mahali ambapo Eliana halisi alikuwa amelala nyuma ya sofa. Alikuwa hajitambui. Muda huo Eliora, hofu ilimkaba kooni, moyo ukimwambia kwamba kosa dogo tu lingeweza kumwangamiza. Je, akienda kugundulika huko kwamba yeye sio Eliana itakuwaje? Lakini sasa hakuwa na namna. Sasa alikuwa anatoka nje pamoja na adui yake mkubwa zaidi, yani mke wa rais, huku akikumbatiwa mkono wake kana kwamba ni binti wa kweli. Wakati wakitembea taratibu kwenye korido ndefu ya hoteli, sauti za watu waliokuwa wakiondoka ukumbini zilisikika. Eliora alihisi kila macho yanaweza kugeuka upande wao, kila hatua ikiwa ni hatari. Alitamani muujiza utokee, atoke kwenye lile janga bila kugundulika, lakini pia alijua huo ndio ulikuwa mwanzo wa hatari kubwa zaidi. Kila hatua moyo wake ulipiga kwa hofu kubwa mno. Alijiuliza, je, nitafichuka? Nitafanyaje nikifika ikulu? Mungu wangu. Na bado kwa nje alijitahidi sana kujichekesha na kutabasamu, akipiga hatua sambamba na mama huyo, akijifanya yeye ni Eliana, yani binti wa rais, mrithi wa heshima kubwa, wakati ndani kabisa akihisi kama mfungwa anayetembea kuelekea kwenye kitanzi chake mwenyewe. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Victor bwana alikuwa amemaliza mazungumzo marefu na bwana Jawad na tayari alikuwa ameshaanza kuona mwanga mpya kwenye mipango yake ya kuokoa jina la familia yao. Hakutaka kupoteza muda Victor. Hivyo mara baada ya Jawad kuondoka kuelekea kwenye kikao kingine, Victor alitoka nje ya hoteli, alichukua simu yake kwa haraka, alipiga namba ya Eliora. Simu iliita, ikaita tena, lakini hapakuwa na majibu. Victor alijikuta anasonya tu kwa hasira. Alijiuliza kwa nini Eliora hapokei simu. Sasa huyu Eliora anafanya nini sasa mpaka sasa hivi hawezi hata kujibu hata simu? Alijiuliza huku akitembea kwa haraka kwenda eneo la maegesho. Wakati huo huo, upande wa pili, Eliora alikuwa yuko ndani ya gari lenye nembo ya ikulu. Alikaa kando ya mke wa rais na safari ilikuwa kimya kimya kwa muda. Mke wa rais alionekana amechoka baada ya kikao cha muda mrefu, huku akionekana mara kwa mara kumtazama binti yake, kana kwamba bado anashangaa mabadiliko ya ghafla ya mavazi aliyovaa. Eliora ndani ya moyo wake, moyo ulikuwa unamcheza kwa hofu. Kila sekunde ilikuwa ni kama dakika. Mara simu yake ikaanza kulia. Sauti ya mlingoti wa mpangilio wa simu ilijaza utulivu wa ndani ya gari. Eliora alishtuka. Aliweka mkono wake haraka juu ya simu akitaka kuizima, lakini macho ya mke wa rais yaligeuka upesi. Akasema, Eliana mwanangu, simu yako inaita, kwa nini upokei? Mke wa rais aliuliza kwa sauti ya amri, akimtazama moja kwa moja usoni. Eliora alipigwa na butwaa. Moyo wake uliruka ghafla kama vile umechomwa. Simu iliendelea kulia, ikionyesha jina la mpigaji ni Victor. Alijua wazi kama angepokea na mke wa rais akasikia sauti ya Victor, kila kitu kingeharibika kwa sekunde hiyo hiyo. Na hata hivyo alijikakamua. Alitabasamu kwa uongo kwa kusema, mama, hii simu sio muhimu, nitaipiga tu baadaye. Lakini mke wa rais alitikisa kichwa kwa msisitizo kwa kusema, hapana mwanangu, unapokuwa na mimi usipuuze simu, hebu chukua, huenda ni jambo la maana. Simu iliendelea kulia. Eliora alichanganyikiwa. Eliora alijaribu tena kuizuia, akisema kwa sauti yenye utulivu wa kusingizia, mama bwana, huyu ni rafiki yangu tu Consolata, hana jambo kubwa, nitazungumza naye baadaye. Macho ya mke wa rais yalipanuka kidogo kwa mshangao. Consolata? Consolata huyo ni nani tena? Kwa nini sijai kumsikia? Na mimi ndo mama yako Eliana. Kila rafiki yako huwa namjua. Mbona huyu ni mpya na sina taarifa naye? Eliora alimeza mate, akatabasamu kwa kugushi, akajaribu kujipa ujasiri. Mama, usishangae, ni rafiki yangu mpya tu, tumejuana hivi karibuni tu.
Nilihisi huna haja ya kujua kwa sababu bado ni marafiki wa kawaida. Mke wa rais alikaa kimya kwanza kwa muda, akimtazama binti yake kana kwamba anajaribu kusoma akili yake. Hofu ilizidi kumpanda Eliora, lakini hakupunguza tabasamu lake la kugushi. Mwishowe mke wa rais alipumua kwa kina na kisha akasema kwa sauti ya tahadhari, sawa Eliana, lakini nakushauri tena, hebu usiwe na marafiki wa hovyo. Wewe ni mtoto wa rais. Kuna watu wengi wanaweza kujifanya marafiki kumbe wana nia mbaya. Yaani usijiruhusu kuingizwa kwenye mitego. Dunia hii ni hatari sana mwanangu. Umakini unahitajika muda wote, hasa kwa hadhi yako. Nadhani tumeelewana. Nimekuelewa mama, nitakuwa niko makini. Naam. Simu ilinyamaza baada ya mpigaji kukata. Ndani ya nafsi ya Eliora kulikuwa kuna mchanganyiko wa mshangao, hofu na aina fulani vya ushindi mdogo. Alikuwa amekwepa kugundulika, lakini alijua wazi kabisa haikuwa mara ya mwisho. Victor alikuwa bado pale pale akihitaji majibu, na sasa mke wa rais alianza kuwa na mashaka juu ya marafiki wapya wa binti yake. Gari likaendelea kusafiri taratibu kuelekea Ikulu, lakini kwa Eliora kila sekunde ilikuwa ni mateso. Alijua fika kosa dogo tu lingemchoma hadharani, lakini pia ndani ya nafsi yake Eliora kulianza kuibuka shauku ya kuendelea kuzuga hadi mwisho, mpaka pale atakapofanikiwa kulipiza kisasi dhidi ya familia ya rais. Naam, msikilizaji, tukirudi ndani ya ile hoteli. Bustani za hoteli zilikuwa tulivu, upepo ukipuliza maua yaliyopangwa kwa mistari mirefu yenye rangi za kupendeza. Victor alikuwa akitembea huku macho yake yakichungulia kila kona. Moyoni Victor alijua kabisa ya kwamba Eliora hawezi kuondoka ghafla, lazima atakuwa mahali humo ndani. Aliendelea kupiga hatua Victor, akizunguka njia nyembamba za bustani, akipita karibu kabisa na feni za majani zilizoacha mvuke hewani. Ghafla Victor alishtuka kuona mhudumu mmoja wa kike akitoka mbio, uso wake ukiwa umejaa hofu, nguo zake nyeupe zikipepea. Alikimbilia moja kwa moja pale alipokuwa amesimama meneja wa hoteli, mwanaume aliyekuwa amevalia suti nyeusi na tai nyembamba, akiwa kando ya maua makubwa ya waridi. Victor alikunja nyusi, akawa makini zaidi. Alijipenyeza nyuma ya mstari wa majani bustanini. Mhudumu alipumua kwa nguvu, sauti yake ikitetemeka. Meneja, hii ni hatari. Binti wa rais amekufa kule ndani kwenye VIP room. Meneja alipiga hatua nyuma, macho yakafunguka kwa mshangao. Una nini wewe? Hivi unajua unachokisema? Mke wa rais na binti yake tayari wameshaondoka hotelini. Niliona kwa macho yangu walivyoingia kwenye gari lao dakika chache zilizopita. Hapana meneja, siwezi kukosea. Nimemwona mimi mwenyewe. Niliingia ndani kufagia kidogo mule, nikakuta yuko pale chini, ana damu nyingi, amekufa. Meneja ilibidi amshike mkono mhudumu wake. Alimshika mkono kwa hasira na hofu ikichanganyika. Akamwambia, hivi wewe unajua hayo maneno yako yanaweza kututia matatizoni? Binti wa rais kufa hapa, hiyo ni laana kwa hoteli hii. Umehakikisha ni yeye kweli? Ndio meneja, ni yeye, binti wa rais. Nilishindwa hata kugusa mwili wake. Victor aliyekuwa akisikiliza nyuma ya ua, damu zilimganda, mapigo ya moyo wake yalipiga kwa nguvu. Binti wa rais? Eliana? Victor alihisi kama vile ulimwengu mzima unazunguka kichwani. Alijua kabisa Eliana ndiye mama wa mtoto wake, na kama kweli amekufa, maisha yake yote yangekuwa yamevunjika sekunde moja. Meneja alipiga hatua haraka, akamwambia, hebu twende na mimi nikamwone. Walikimbia kuelekea jengo la hoteli. Victor naye hakusita, alijitupa nyuma yao akiwafuata kimya. Miguu yake Victor ilitetemeka, lakini moyo wake ulimsukuma. Walipofika kwenye mlango wa VIP room, meneja aliusukuma mlango kwa nguvu. Ndani kulikuwa kuna ukimya mzito uliokatishwa na harufu kali ya damu ambayo ilikuwa iko sakafuni. Nyuma ya kochi kubwa la rangi ya samawati alikuwa amelala Eliana. Damu zilikuwa zimetapakaa zikisamba kwenye tiles za sakafu. Meneja na mhudumu walibaki wameduaa, midomo iko wazi, macho yao yakitetemeka. Victor aliyekuwa ameamua kuwafuata nyuma alipiga hatua mbili haraka. Macho yake yalimtazama yule binti kwa umakini. Alipoona sura yake vizuri na mavazi aliyovaa, moyo wake ulipiga kwa maumivu makali mno. Si Eliora, bali ni Eliana. Victor kwa mshangao wa ndani alisema, haiwezekani Eliana, mke wangu.
Hapo hofu kubwa ilimvaa. Alianza kuunganisha vipande vya fumbo kichwani mwake. Inawezekana Eliora ndiye aliyemdhuru Eliana na kisha kama kujifanya yeye ndiye Eliana. Mawazo hayo yalimsumbua zaidi Victor, lakini hakuwa na muda wa kufikiri haraka. Ilibidi apige magoti akapapasa shingo ya Eliana. Mapigo ya moyo yalikuwa ni madogo mno, dhaifu sana, lakini bado yalipiga. Alivuta pumzi ndefu Victor, macho yake yalijaa machozi, akasema asante Mungu, bado yuko hai. Haraka sana aliuinua mwili wa Eliana mikononi mwake. Alijua bila msaada wa haraka angeweza kumpoteza. Alitaka kutoka naye pale, lakini kabla hajaondoka meneja alisimama mbele ya mlango akamzuia. Akamwambia, hapana bwana kijana, siwezi kukubali unachokifanya. Lazima tupige simu polisi. Hii ni kashfa kubwa. Hii haiwezi kufichika. Victor muda huo macho yalimwaka kwa ukali. Alitoa kitambulisho chake cha Ikulu kilichokuwa mfukoni, akakirusha mezani na kisha kwa sauti nzito akasema, sikiliza bwana meneja, kwa usalama wako na kibarua chenu wote hapa, hii isalie kuwa siri. Usithubutu kupiga simu polisi. Unajua huyu ni nani? Huyu ni binti wa nani? Sasa ikiwa habari hii itavuja, sio kazi yako tu, bali maisha yako yote yatapotea. Je, unataka kushtakiwa kwa uzembe kwa kifo cha mtoto wa rais ndani ya hoteli yenu? Meneja alibaki akitetemeka, jasho likimtoka usoni. Lakini hapana, kumbuka maneno yangu. Cha muhimu sasa ni njia ya kutoka hapa bila kuonekana. Nataka utengeneze hiyo njia sasa hivi. Hayo mambo mengine mimi nitayashughulikia mimi mwenyewe. Mhudumu alibaki kando akitetemeka, mikono yake ikifunika mdomo. Meneja alihema kwa uoga, akitikisa kichwa kwa haraka kwamba sawa. Tafadhali nifuate huku, kuna njia ya dharura kupitia nyuma ya chumba cha jikoni. Hakuna atakaye kuona, utatoka vizuri. Victor alimtazama kwa jicho kali meneja na kisha kauinua mwili wa Eliana tena mikononi mwake. Alitembea haraka huku damu zikimchafua shati lake jeupe. Walipita korido ndefu za nyuma na ghafla wakajipenyeza jikoni ambapo wapishi wachache walibaki wameduaa. Meneja aliwapa ishara ya ukimya na kisha wakafungua mlango wa dharura uliokuwa nyuma ya gala la chakula. Hii ndo njia salama, tafadhali ondoka sasa mheshimiwa. Victor bila kusema kitu alipita mlango ule akiwa amembeba Eliana. Nje kulikuwa kuna barabara ndogo ya huduma iliyokuwa na magari machache mizigo. Upepo ulipiga uso wake, lakini moyo wake Victor uliwaka moto wa hofu na mashaka. Eliana yuko mikononi mwangu, lakini ni nani kamfanya hivi? Alijiwazia hivyo pasipo kupata majibu kamili. Safari ya kumwaisha hospitalini Eliana ilianza. Ndani ya dakika 10 tu tayari alikuwa katika moja ya hospitali za private jijini. Kwa kuwa alikuwa ni mtu wa hadhi maalum, hakupitia kwenye geti la watu wa kawaida, kitu ambacho kilisaidia kuondoa gumzo kwa raia ikiwa watu wangemwona. Baada ya kumwingiza ndani, wauguzi chini ya usimamizi wa madaktari walimpokea Eliana na kisha wakamuingiza kwenye chumba cha dharura. Muda uliendelea kusogea. Alikuwa amekaa kwenye kiti cha kusubiria nje ya chumba cha wagonjwa wa dharura. Mikono yake miwili ilishikilia kichwa chake. Miguu yake haikukaa kwa utulivu, ilitikisika kama mtu aliyeshikwa na baridi. Naam, msikilizaji, dakika chache tu zilizopita alikuwa amembeba Eliana akiwa na damu nyingi mwilini, na sasa alikuwa akingojea hatima yake mikononi mwa madaktari. Mawazo yalimzonga sana Victor kwamba Eliana ni mama mtoto wake, lakini pia Eliora yuko wapi? Je, ndo yeye aliyehusika au kuna mtu mwingine aliyecheza mchezo mkubwa? Kila sekunde iliyopita ilikuwa ni kama karne kwake, na ghafla simu yake ilianza kuita mezani. Victor alitazama haraka, moyo wake ulipiga kwa nguvu alipoliona jina lililoandikwa Eliora. Hakusubiri, alibonyeza kitufe mara moja na kisha akaweka sikioni. Eliora vipi? Uko wapi? Aliuliza Victor huku akiwa na shauku kubwa kutaka kujua upande wa pili wa simu. Kulisikika pumzi haraka na kisha sauti ya Eliora ikaja kwa wasiwasi uliochanganyikana na sauti ya kujilazimisha kuwa thabiti. Victor, sikuwa na namna nyingine. Victor alikunja nyusi, akasogea mbele kwenye kiti akamwambia, unamaanisha nini Eliora? Na upo wapi kwa sasa kwani? Nipo Ikulu. Victor alisimama kwa mshtuko, karibu angushe simu. Ikulu? Wewe umefikaje huko Ikulu?
Nilimwona Eliana na mama yake, mke wa rais, walikuwa pale hotelini. Nilijua hii ndo nafasi yangu pekee kuingia karibu. Ila Victor, naomba nikuulize kitu. Eliana si yuko hai? Sielewi kama nilichokiona pale ni kweli au sio. Je, amekufa? Victor alishika uso wake kwa mkono mmoja. Alifumba macho kwa maumivu makali mno moyoni. Eliora, hivi Eliora unasema nini? Ina maana ni wewe ndio uliyemdhuru Eliana, sina maana? Alafu ukajifanya wewe ndio Eliana ili uingie Ikulu, si ndio? Victor, sikupanga iwe hivi. Huu haukuwa mpango wangu, ila nililazimika. Mazingira yalinisukuma. Nilikuta kila kitu kimenibana, na kama nisingechukua hatua hii nisingeweza kufika nilipo sasa. Lakini tafadhali kwanza niambie, Eliana yuko hai? Victor alihema, akaketi tena taratibu. Alitamani kuipiga simu ukutani, lakini alijua hasira zitosaidia. Bado niko nasubiri ripoti ya madaktari. Eliana na pumzi dhaifu, sijui kama atasimama au la. Lakini Eliora, kwa nini umefanya kitu kama hiki? Kwa nini? Makubaliano yetu hayakuwa kuua. Lengo letu lilikuwa ni kuadabisha tu, na kama vile walivyotufanyia sisi, ilitakiwa na wenyewe pia wapate machungu, lakini sio kuua. Sasa mbona wewe umetaka kumuua mwenzio? Eliora alifumba macho, sauti yake ikiwa ni utulivu zaidi lakini yenye msisitizo, akasema, Victor, naomba tuombe Mungu apone. Siwezi kutamani afe, lakini pia lazima tuone upande mwingine. Hii ni fursa kwetu. Niko ndani ya Ikulu sasa hivi na sitarudi nyuma. Nitahakikisha napata lile faili la baba yako, lile ambalo Eliana alimletea rais. Hilo ndilo kadi pekee inayoweza kugeuza mchezo mzima. Kwanza tutasafisha jina la baba yako na kisha tutaangamiza familia rais tukiwa tuko pamoja. Sikiliza Eliora, hivi unajua unachokiongea? Hiyo ni hatari kubwa unayotaka kuifanya. Huko sio sehemu ya mchezo, huko sio Tandale, huko sio Mabibo mama. Huko ulipo huko, lazima ujue, sio Kimara hiyo mama, hiyo sio Kigamboni, hiyo sio Sinza, hiyo ni Ikulu, White House. Uko kwenye kinywa cha simba Eliora. Ikiwa utagundua wewe sio Eliana, utakufa papo hapo kwa pressure. Na hivyo unalijua hilo? Victor, nimefika mbali mno kwa sasa. Hata kama nikiacha sasa hivi, hakuna pa kukimbilia. Natakiwa kusonga mbele. Nikishindwa basi maisha yangu yatakwisha, lakini nikifanikiwa basi kila kitu kitakuwa tofauti. Eliora, sikutaka hili lifikie hapa. Sikuwahi kufikiria nitafika siku ya kuomba mke wangu apone huku nikikuona wewe, dada yake ambaye ni pacha, ukijifanya ni yeye. Unanichanganya, unaniweka mahali pabaya zaidi Eliora. Victor, najua kama unampenda mke wako, na ndio maana nilikuuliza kama uko tayari kuungana na mimi. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, mimi sirudi nyuma Victor. Hii fursa niloipata siwezi kuiacha. Hakuna atakayejua kama sio Eliana humo Ikulu. Hakuna atakayenijua kwamba mimi sio Eliana. Kwa hiyo utakaa huko mpaka lini? Sina budi Victor. Hata kama moyoni nitatetemeka, lazima nijipe moyo. Sitaondoka Ikulu bila lile faili. Lakini pia nataka kupata taarifa za kumwangamiza rais na mke wake. Lazima watabike, na huo ndio mpango wangu kwa sasa, na wewe utanisaidia kwenye hilo. Mimi nikusaidie kivipi? Hakikisha Eliana haji Ikulu wala kupiga simu Ikulu, kwa sababu kama akifanya hivyo itajulikana kwamba mimi sio yeye, na hapo kila kitu kitakuwa kimeharibika. Victor alinyamaza kwa sekunde kadhaa, macho yake yakitazama dirishani. Akili yake ilikuwa ina maswali yasiyokuwa na majibu. Mwishowe alisema kwa sauti nzito lakini yenye onyo, sikiliza Eliora, yaani
hatari imezunguka kila upande wako. Tafadhali usijaribu kupita mipaka. Nikikupoteza na Eliana akipotea pia, nitabaki na nani? Hebu tafakari kabla hujafanya hatua yoyote. Hivi umefikiria hata kidogo mama yako Eva Madinda ambaye umemjua hivi karibuni tu? Umejaribu kumfikiria na yeye? Victor, usinirudishe nyuma. Siwezi kuacha azma yangu hata iwaje. Hawa watu wamefanya mimi na mama yangu tuishi maisha magumu kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Ni muda wa wao na wao pia kupitia kile nilichokipitia mimi na mama yangu. Okay, sawa, lakini niahidi ya kwamba hutofanya jambo bila kuniambia kwanza uko Ikulu. Nimekuelewa, lakini sina budi. Kwa sasa omba tu Eliana apone. Hilo ndilo litakalo tuokoa wote. Ukipata taarifa kutoka kwa madaktari, naomba niambie mara moja, lakini pia usio unanipigia simu. Wewe tuma tu message, mimi nikiona tu nitajibu. Na okay, sawa. Victor alikata simu. Baada ya kukata, alibaki ameshikilia simu yake mkononi, akihisi kama vile dunia inamungukia mabegani mwake. Macho yake yaligeukia mlango wa dharura, akisubiri daktari atoke. Kila kitu sasa kilikuwa ni kitendawili kikubwa. Eliana akiwa hai au la. Eliora akicheza mchezo wa hatari kule Ikulu, na yeye ndo yupo katikati, akiwa mpangaji wa mikakati na pia ndo mume aliojeruhiwa kwa upendo. Victor akiwa bado yuko hospitalini hapo, daktari aliyempokea Eliana alitoka nje kwa hatua za taratibu, huku akionekana kubeba uzito wa taarifa kubwa mno moyoni mwake. Victor ambaye alikuwa akitembea ovyo kwenye kiti cha kusubiria, akibadilisha miguu kila baada ya sekunde chache, mara moja alinyanyuka na kumfuata daktari. Alishindwa kujizuia kuuliza kwa sauti ya shauku na hofu iliyokuwa imetanda ndani ya kifua chake. Ilibidi amuulize, daktari, tafadhali, Eliana yuko vipi na ana hali gani sasa hivi? Aliuliza kwa haraka, kana kwamba moyo wake ulikuwa ukiganda kila alipokumbuka namna alivyomkuta Eliana akiwa amelala sakafuni pale hotelini, damu ikitiririka kutoka kichwani. Daktari alimsogelea, alimshika begani na kwa sauti yenye utulivu akamjibu kwamba usiwe na hofu nyingi kijana. Eliana yuko sawa. Amepoteza damu nyingi sana kwa sababu ya jeraha lililokuwapo kichwani, lakini tumefanikiwa kumdhibiti. Tumemsaidia kurejesha nguvu na jeraha limefungwa vizuri, atapona, ila kwa sasa anatakiwa kupumzika na kupewa uangalizi wa karibu. Maneno yale yalimpunguzia Victor mzigo mkubwa uliokuwa umembana mabega yake. Alipumua kwa nguvu na kisha alinamisha kichwa akashukuru kimoyomoyo. Asante Mungu, asante sana. Alijisemea hivyo taratibu, macho yake yakionekana kung'aa kwa shukrani ya faraja. Victor alimgeukia daktari tena kwa shauku ile ile, akamwambia, daktari, naomba uniambie, hivi sasa naweza kwenda kumuona, si ndio? Daktari alitingisha kichwa polepole, akionyesha tabasamu dogo la faraja, akamwambia kwa sasa bado, amelala usingizi mzito baada ya dawa alizopewa na mwili wake unahitaji kupumzika, hivyo ni bora tusimwamshe wala kumletea msisimko wa mazungumzo kwa sasa, lakini utapata nafasi ya kumuona pindi atakapopata nafuu kidogo, labda kesho au baadaye jioni tukiona ameamka vizuri. Victor alihisi kukatishwa tamaa kidogo, kwa sababu alitamani kwa dhati kabisa kuingia chumba cha wagonjwa, amshike mkono Eliana na kumwambia kwamba yuko salama sasa, lakini hakuwa na budi kukubaliana na maelezo ya kitaalamu ya daktari. Alivua uso wa huzuni na kunyanyua macho kwa nguvu mpya. Sawa daktari, nashukuru pia kwa jitihada zako, na sijui ningefanya nini bila msaada wenu. Asante sana daktari. Unajua bwana Victor, hilo ndio jukumu letu. Endelea tu kuwa na imani. Kwa sasa unaweza tu kurudi nyumbani, au kama utataka utaendelea kukaa hapa kusubiri taarifa zaidi, lakini hakika labda tu nikuthibitishie, mgonjwa wako atakuwa sawa. Victor alisita kwa muda mfupi na kisha alitupa macho yake upande wa mlango uliokuwa ukielekea chumba cha wagonjwa. Alibaki ameduaa akiwaza. Moyoni mwake alitamani kusimama pale nje ya mlango usiku kucha akingoja muda ufike amuone Eliana, lakini baada ya dakika kadhaa za ukimya alijishauri hali haikuwa imetulia na hakuwa na maana ya kuendelea kukaa hapo hospitalini akijeka kwenye macho ya watu wengi. Aliona ni bora kwanza aondoke, ajipange na kuangalia namna ya kukabiliana na hali nyingine zilizokuwa zikimkabili. Victor aliamua kuondoka hospitalini hapo. Hatua zake zilikuwa ni nzito, akihisi mwili wake kuchoka kwa mchanganyiko wa hofu na wasiwasi aliopitia muda wote.
Kila alipopiga hatua moja, moyo wake ulijawa na maombi kimoyomoyo kwamba Eliana, uwe na nguvu, tafadhali upone haraka Eliana. Maombi yake ndio yalikuwa hayo. Victor alipita kwenye barabara ndogo ya hospitali akipulizwa na upepo mwanana uliokuwa ukibeba harufu za dawa za hospitalini na maua yaliyopandwa kwenye bustani ndogo pembeni. Mawazo yake Victor alirudi haraka sana kwa Eliora aliyekuwa ameongea naye muda mfupi uliopita kwenye simu. Ulikuwa ni mtanziko mgumu sana. Alijua Eliora sasa yuko Ikulu akijaribu kufanya mchezo wa hatari sana kujiigiza kwamba yeye ni Eliana. Na hapa alipo alikuwa amemwacha Eliana mikononi mwa madaktari. Aisee, moyo wake Victor ulikuwa unachanganyika, upendo na hofu vikimrukia kwa mpigo mmoja. Alipofika sehemu ya maegesho, aliingia kwenye gari lake na kabla hajawasha alikaa kwa sekunde chache tu kwenye kiti cha dereva, mikono yake ikishika usukani kwa nguvu kana kwamba alihitaji kitu cha kushikilia imara. Alipumua kwa shida, aliinua macho yake juu na kuteta kimoyomoyo, Mungu nisaidie. Nisaidie kumlinda Eliana na pia kumpa akili Eliora ajiepushe na upuuzi huu. Aliwasha gari na taratibu alianza kuondoka hospitalini hapo. Victor alipofika Mwenge, moyo wake ulikuwa bado ni mzito kwa mawazo. Alikuwa amekaa muda mrefu kwenye gari akijaribu kujikusanya kabla ya kuingia ndani, lakini hatimaye alimkushusha pumzi ndefu na kushika kitasa cha mlango. Alipoingia tu ndani, kabla hata hajakaa vizuri au kusema neno lolote, ghafla alikutana na ngumi nzito ya uso iliyomjia kwa kasi na kumrudisha nyuma karibu anguke chini. Ngumi hiyo ilikuwa imetoka kwa Chuba ambaye tayari alikuwa amesimama kwa hasira, macho yake yamejaa moto wa giza na mwili wake unamtetemeka. Chuba akasema, Victor. Chuba alibwata kwa sauti kali, akamrukia na kuanza kumpiga kwa nguvu. Victor, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umemuingiza Eliora kule Ikulu? Unajua umempeleka wapi? Unajua umemweka kwenye hatari gani? Chuba wakati anayoongea hayo, Victor akiwa bado hajapata nafasi ya kujikinga vizuri, alijaribu kuzuia mikono na miguu ya Chuba iliyokuwa ikimshambulia mfululizo. Victor akapata nafasi ya kusimama, akarudisha mashambulizi kwa nguvu zake zote. Alimshika Chuba mabegani, akamsukumia kwa kando, akamwambia Chuba, hebu acha upuuzi. Wewe unadhani ni mimi niliamua? Unafikiri mimi ndiye nilempeleka Eliora kule? Huo ulikuwa ni uamuzi wake yeye mwenyewe Eliora, na hakuwa na namna nyingine. Alibwata kweli kweli Victor, lakini Chuba hakuacha kuzungumza. Alirudi tena kwa pigo lingine, macho yake mekundu kwa hasira na wivu. Sikiliza wewe Victor, umefanya makusudi boya wewe. Ulijua kabisa Eliora ni mwanamke wangu, lakini ukamua kumuingiza kwenye moto. Hivi unajua kinaswa kule Ikulu, hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mimi sitamuona tena kipenzi cha moyo wangu. Inamaanisha kwamba sitakuwa naye tena. Sasa Victor, hivi wewe unaelewa maumivu hayo wewe? Hapo Victor alitikisa kichwa kwa dharau. Alimpiga kofi la kurudisha mwitikio, akamwambia, sikiliza we Chuba, wewe na Eliora usijidanganye. Chuba, Eliora sio wa kwako na wala hatakuwa wa kwako hata kidogo. Hivi wewe unadhani unaweza kumpata kwa urahisi vile? Hapana, unampenda kwa tamaa zako, lakini ukweli ni kwamba hana hisia kwako hata kidogo. Maneno hayo ya Victor yalizidi kumchochea Chuba. Alizidi kurusha makonde, miguu na maneno mazito. Kila shambulizi lake lilikuwa lina mchanganyiko wa hasira na uchungu wa ndani kwa ndani. Sikiliza Victor, unajifanya wewe mlinzi wa kila kitu, lakini wewe ndio chanzo cha matatizo haya yote Victor. Badala ya kutengeneza amani kati ya Eliana na Eliora, umejaza chuki katikati yao. Umejifanya mkombozi, kumbe ni mharibifu mkubwa. Unafikiri mimi sioni? Wewe unataka wao wagombane ili upate nafasi ya kujiweka juu, ili kila mmoja kati yao alazimike kuangukia mikononi mwako, si ndio? Wakati huo Chuba anayezungumza hayo, mlango wa chumba cha ndani ulifunguliwa ghafla. Eva Madinda, mama mzazi wa Eliana na Eliora, aliingia kwa haraka. Sauti zao za ugomvi zilikuwa zimevuma hadi nje kiasi cha yeye kusikia wakati anakuja pale ndani. Aliposogea ndani, alishtuka kuona vijana hao wawili wakirushiana makonde kama vile wanyama, jasho likiwatiririka na pumzi zikiwakata. Jamani, nini hiki kinachoendelea hapa? Aliuliza kwa mshangao mkubwa, sauti yake ikikatisha ugomvi ule kwa ghafla. Wote wawili waliganda,
wakabaki wakipumua tu kwa nguvu, macho yao bado yakimetameta kwa hasira. Chuba aligeuka haraka, akinyanyua mkono wake na kumwelekezea Victor mbele ya mama Eva Madinda. Chuba akasema, mama, angalia huyu Victor. Badala ya kuwapatanisha Eliana na Eliora, yeye anawachonganisha. Badala ya kujenga daraja, anachimba shimo la maadui. Najiuliza, hata Eliana sijui alimpendea nini huyu. Mwanamama Eva Madinda alimtazama kwa mshangao mkubwa mno, moyo wake ukihisi kuna kitu kilichokuwa kimejificha nyuma ya maneno hayo. Alimsogelea Chuba kwa macho makini na kisha akamuuliza kwa utaratibu tu kwamba, Chuba, ni wewe kweli unayezungumza juu ya Eliana na Eliora? Au unaongea juu ya nafsi yako? Unataka kulinda amani yao au unataka kumiliki moyo wa mmoja wao? Swali lile lilimfanya Chuba nyamaze kwanza kidogo. Alinamisha macho yake chini kana kwamba mpigwa na butwaa. Mwanamama Eva Madinda hakusubiri jibu, bali alimgeukia Victor. Na wewe Victor, unasimama hapa na kiburi chako cha mapenzi. Badala ya kujishusha kwa mkeo, badala ya kujitolea kulinda udugu wa Eliana na Eliora, unajiona wewe ni mkuu usiyekosea. Kila neno lako limejaa kiburi. Unadhani hiyo ndiyo njia ya kuonyesha mapenzi? Victor naye alibaki kimya, macho yake akimtazama mama yule kwa aibu kidogo. Mwanamama Eva Madinda alisogea katikati yao, akawaweka wote wawili mbele yake. Alinyanyua mikono yake juu kana kwamba anavunja laana, na kisha akasema kwa sauti yenye nguvu ya mama mwenye hekima kwamba, nyinyi wawili sikilizeni. Kama kweli mnawajali Eliana na Eliora, basi nyinyi ndio mnapaswa kuwa mstari wa mbele kuwaleta pamoja, na sio kuwatenganisha, sio kuongeza majeraha, sio kuwageuza maadui. Chuba, acha wivu wa mapenzi usikufanye kipofu, na Victor, acha kiburi kinachokufanya usiwe tayari kusogea karibu na mke wako. Hii vita sio ya kwenu, vita ni ya kwao, na nyinyi wawili mnapaswa kuwa nguzo ya mshikamano na sio mawe ya kuwakwamisha. Hapo ukimya ulitawala sebuleni. Chuba alishusha pumzi nzito, macho yake yakiwa yamebaki kuwa na hasira. Lakini pia kulikuwa kuna huzuni, vile kulikuwa kuna upendo moyoni mwake. Victor naye alikaa kimya, akijiuliza kama kweli kiburi chake kimekuwa kizuizi kikubwa katika maisha yake na Eliana. Mwanamama Eva Madinda aliwatizama wote wawili kwa macho ya mama mwenye hekima na upendo, akasema tena kwa upole kwamba, nyinyi ni wanaume, lakini kumbukeni, wanawake wawili wanateseka na wote wawili wanahitaji amani, na amani hiyo haitaanzia kwao, itaanzia kwenu. Kwa hiyo kama kweli mnawapenda, basi jitoleeni kwao. Maneno ya mwanamama Eva Madinda yaliangukia kwenye mioyo yao kama mvua nyepesi ya upole, ikianza kuzima moto wa hasira uliokuwa ukiwaka muda wote. Naam, msikilizaji, tukija ndani ya jumba la Ikulu, mke wa rais alikuwa akimtazama Eliora kwa jicho la mama. Kichwani alikuwa akijiuliza, kwani huyu Eliana ana shida gani? Mbona anaonekana kuwa na wasiwasi toka tunatoka hotelini mpaka hapa Ikulu? Ana shida gani huyu? Aliwaza sana hayo mke wa rais, lakini hata hivyo aliamua kupotezea, kidhani ya kuwa huenda kachoshwa na safari. Walipofika kwenye sebule kubwa yenye viti vya kifahari vya ngozi na mazulia mekundu yenye nembo ya taifa, mke wa rais aliamua kuelekea chumbani kwake kupumzika kidogo. Eliora, kwa kuwa hakujua kabisa ni wapi chumba cha Eliana kilipo, aliamua tu kukaa pale pale sebuleni, akijifanya kana kwamba anataka kuburudika kwa muda. Lakini hapo ndipo hatari ya kwanza ilipojitokeza. Grace, msaidizi wa karibu na Eliana, aliingia sebuleni haraka akiwa na uso uliojaa hofu. Alipomwona Eliora, alikimbia moja kwa moja kwake, akiamini kwa 100% ya kuwa amemkuta binti wa rais mwenyewe. Eliana, hivi kweli ulitoa lile faili kwa rais? Grace aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Eliora alishtuka, macho yakamfumba kwa sekunde chache. Hapo ndipo alipojua kwa hakika lile faili lipo Ikulu, na sasa nafasi yake ipo mikononi. Haraka alijikaza, akakimbiza akili kuzungusha uongo wake. Ndiyo, nilipaswa kufanya hivyo, alijibu kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Waziri amehujumu uchumi wa nchi, haingekuwa sawa kunyamazia jambo kubwa kama hilo. Grace alishusha pumzi kwa uchungu, alishika kichwa chake akasema, lakini Eliana, itakuwaje sasa? Umeshamchomea kabisa baba mkwe wako. Unajua Victor atahisi nini kama akiamua kukupa talaka? Je,
Hivi unadhani anaweza akavumilia kuona baba yake akiangamia mikononi mwa rais ambaye ni baba yako? Maswali hayo yalimkata mtima Eliora. Alipenda kujibu moja kwa moja, lakini kabla hajatoa hata neno, ghafla mlango ulifunguliwa. Mke wa rais aliingia tena sebuleni. Alisimama na tabasamu dogo, lakini macho yake yakawa na mshangaa binti yake. Eliana, mbona hujabadilisha nguo mpaka sasa? Unajua kabisa muda wa chakula cha mchana unakaribia. Haya, nenda ukabadili nguo haraka. Eliora alijikuta amesimama tu ghafla, moyo ukimdunda kwa kasi. Alianza kutembea kuelekea upande wa kushoto mwa korido ndefu bila kujua anaelekea wapi. Ghafla mke wa rais akamwita, "We, unakwenda wapi?" Eliora alishtuka, akageuka haraka. Naenda kubadili nguo. Kwa hiyo wewe chumba chako ndo kiko huko siku hizi ama? Hivyo una nini leo Eliana? Ina maana umesahau mpaka chumba chako kiko wapi, si ndio? Au sasa hivi umehamia chumba cha wafanyakazi huko unakokwenda? Maneno hayo yalimgonga kama radi Eliora. Alihisi miguu ikimtetemeka, lakini akajua akionekana kusita atagunduliwa mapema. Haraka alijipa ujasiri, akapiga kicheko cha kuzuga. Mama, nilitaka tu nipite kule kwanza kuwasalimia wasichana wa kazi. Wamekuwa kinisaidia sana siku hizi. Niliona ni vizuri nianze nao kabla sijabadilisha nguo. Mke wa rais alimtazama tena, akasita kidogo na kisha akatabasamu kwa upole. Ndo mara ya kwanza kukuona ukitilia maanani wafanyakazi. Ni vizuri kama umebadilika, lakini kumbuka mipaka. Usijisahau wewe ni nani. Ndiyo mama, sitasahau. Eliora alijibu, akijifuta jasho usoni kisirisiri. Alirudi haraka na kuanza kuelekea upande sahihi wa korido, akijifanya na kumbuka sasa. Lakini moyoni alikuwa na hofu kubwa mno kwamba sitaki kukosea. Nikiendelea kukosea mara kwa mara, nitagundulika kirahisi. Naam, msikilizaji. Safari hii Eliora aliamua kutumia mbinu ambayo ilimrahisishia yeye kuweza kukijua chumba cha Eliana. Alipomwona kijakazi mmoja, aliamua kumuita na kisha akamwambia waende wote chumbani kwake. Kijakazi bila kujua kuwa yule sio Eliana, aliamua kumtii. Eliora alitumia fursa hiyo kumtanguliza mbele yule kijakazi, hivyo aliweza kukijua chumba cha Eliana. Alipoingia ndani ya chumba hicho, kwanza alisimama mlangoni, macho yake yakiwa yameduaa. Kwa mara ya kwanza, macho yake yalikuwa yakitazama ndani ya chumba cha dada yake pacha, Eliana. Aliporusha macho yake kila mahali, moyo wake ulipiga kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Hakuwahi kuona sehemu yenye mvuto kama ile. Kilikuwa ni chumba kilichopangwa kwa ustadi wa kifamilia, kikubwa kiasi kwamba kingeweza kulingana kabisa na chumba cha hoteli ya nyota 5. Kuta zake zilikuwa zimepakwa rangi ya samawati iliyopauka kwa upole. Pazia ndefu za hariri zilizokuwa zimefungwa kwa utepe wa dhahabu, zikipeperushwa kwa upepo wa kiyoyozi. Kitanda kikubwa cha kifahari kilikuwa kiko katikati, kimefunikwa na shuka laini za rangi ya cream na mito iliyokuwa imepangwa kwa mstari wa usahihi. Kando ya kitanda kulikuwa kuna meza ndogo ya mbao yenye rangi ya kahawia kung'aa, juu yake ikiwa taa ndogo yenye kivuli cha kioo na picha moja iliyokuwa imewekwa kwenye fremu ya fedha. Eliora alisogelea picha ile, na hapo ndipo pumzi yake ikawa ni nzito. Ilikuwa ni picha ya Victor akiwa amemkumbatia Eliana kwa upole, wote wakicheka kana kwamba dunia haina tatizo lolote. Aliposogeza macho yake kando, aliona picha nyingine nyingi tu zimening'inia ukutani na zingine juu ya draw, zote zikimwonyesha Victor na Eliana katika nyakati tofauti. Zipo picha zikiwaonyesha wameshikana mikono wakicheka kwenye bustani, na nyingine wakipiga picha za selfie za karibu sana kiasi kwamba hisia za mapenzi zilionekana wazi machoni mwao. Eliora akajishika kifua, akasema, kumbe ndo nampenda hivi dada. Aliwaza moyoni mwake huku akihisi hisia mchanganyiko zikimvaa. Upendo wa dada yake kwa Victor ulionekana dhahiri, haukuwa kuigiza, lakini ndani ya nafsi ya Eliora kulikuwa kuna mshangao na maumivu. Kwa nini basi Eliana amemchomea baba mkwe wake kwa rahisi? Kwa nini achukue hatua ya kumwangamiza baba wa mume wake huku akimpenda kijana wake kwa moyo wote? Aliendelea kutembea polepole Eliora ndani ya chumba cha Eliana, akipapasa vazi la kifahari lililoning'inizwa kwenye kabati. Ustaarabu wa Eliana, maisha yake ya kifalme na heshima aliyopewa pale ikulu vilimfanya Eliora aone kana kwamba yuko kwenye dunia ambayo hakuwa sehemu yake. Macho yake yalitembea tena kwenye picha ya Victor na dada yake.
Sauti ya mawazo ikamjia kichwani kwamba huyu ndiye mwanaume unayempigania kwa moyo wote, lakini bado na nguvu ya kumwangamiza baba yake. Ina maana haya ndio mapenzi yako kwa Victor? Eliora akiwa bado amekumbwa na sitofahamu hiyo, ghafla mlango uligongwa mara 2 kwa upole na kisha ukafunguliwa bila hata kungojea jibu. Grace, msaidizi wa Eliana, aliingia kwa haraka mno. Alikuwa amevalia sare yake safi ya kazi, macho yake yalionekana na wasiwasi fulani hivi. Eliana, Grace alianza, sauti yake ikiwa ni ya heshima lakini yenye msisitizo. Tafadhali fanya haraka. Baba yako Mheshimiwa Rais muda sio mrefu atafika mezani kwa chakula cha mchana. Ni desturi ya kifamilia na ya heshima kubwa kwamba kila mwanafamilia awe mezani kabla yake. Ukichelewa itaonekana kama vile ni dharau. Eliora alibaki kimya kwa sekunde chache, moyo wake ukidunda kwa kasi. Alijua hakuwa yeye Eliana, lakini alipaswa kucheza nafasi hiyo bila kufichuka. Kwanza alihema kidogo, akajifanya kama mtu aliyesahau kabisa alivyokuwa amezama katika mawazo. Okay, sawa Grace, nimekusikia. Nimepoteza muda kidogo nikiweka mawazo yangu sawa, alijibu huku akijitahidi kutumia sauti ya utulivu kama aliyoisikia Eliana akiitumia mara nyingi. Grace alimwangalia kwa umakini kwanza huyu mtu. Akasogea pale kitandani, akainua gauni lilokuwa limewekwa tayari. Akamwambia, Madam, tafadhali vaa vazi hili. Ni zuri kwa mlo wa mchana. Mama yako ataonekana ni mrembo akiwa na wewe mezani. Eliora alichukua gauni lile kwa mikono yake, akahisi uzito wa hariri safi, akapiga tabasamu dogo la kujifanya. Asante Grace, nitavaa mara moja. Eliora alipomaliza kuvaa gauni lile jeupe lililong'aa, alijipiga macho kwenye kioo cha chumba kikubwa cha dada yake. Moyo wake ulikuwa unacheza dansi ya hofu na ujasiri. Alijua kila hatua anayoichukua pale ndani ya ikulu ni kama mtu anayetembea juu ya barafu nyembamba. Kosa dogo tu atafichuka. Lakini alipaswa kuwa jasiri. Alipaswa kubeba sura ya dada yake Eliana bila kuyumbishwa. Eliora alivuta pumzi ndefu, alijipangusa uso kwa kitambaa cha hariri na kisha akatoka nje kuelekea sebuleni. Sebule ya ikulu ilikuwa ni kubwa, yenye dari ndefu na taa za kioo zilizomeremeta kwa mwanga wa taa za dhahabu. Viti vya kifahari vya mbao ngumu vilipangwa kwa mstari wa heshima, meza ikiwa imefunikwa kwa rangi ya cream na pambo la maua safi yaliyotunzwa vizuri. Wakati Eliora akiingia, tayari baadhi ya maafisa wa karibu wa rais walikuwa wamefika. Walisimama kwa heshima walipomwona, wakidhani ni binti wa rais. Eliana, mheshimiwa. Mmoja wao alisema hivyo kwa heshima, akinama hivi kidogo. Eliora kwanza alitabasamu kwa ujasiri wa kujifanya, akiwapungia mkono kwa ishara ya kutambua heshima yao. Hakupata muda mwingi wa kutafakari, maana kelele za walinzi na wapambe zilianza kusikika nje mlango mkubwa. Ndipo Rais Sarungi alipoweza kuingia, akiwa amevalia suti nyeusi iliyokaa vizuri mwilini mwake, uso wake ukionyesha ukali wa mtu aliyezoea heshima na mamlaka. Pembeni yake alikuwepo mke wake, akiwa na mavazi yake kifahari, sura yake ikiwa imetulia, lakini macho yake ikiwa ni makini kila alipoweka jicho. Mara rais alipokanyaga kwenye sebule, kila mmoja alisimama kwa heshima. Eliora naye alisimama, akainama kidogo kwa ishara ya upendo wa kifamilia, lakini ndani yake upepo wa hasira na chuki ulipuliza kwa nguvu mno. Macho yake Eliora alimtazama baba yake huyo, mtu ambaye damu yake inamkimbia, mtu ambaye bila ya kujua alimwacha yeye na mama yake Eva Madinda kuishi maisha ya tabu na fedheha. Kwa ndani kabisa moyo wake ulikuwa unamwambia, wewe ndio ulioniacha, wewe ndio chanzo cha mimi kukua bila heshima ya baba, bila faraja ya kifamilia, na huyu mke wako ndiye sababu ya mama yangu alilazimika kuishi gizani, akibeba uchungu wa miaka yote. Wote wawili nyinyi ni maadui zangu nyie. Hayo alijembe hivyo moyoni mwake Eliora, lakini wakati huo huo uso wa nje wa Eliora ulionyesha picha tofauti kabisa. Alitabasamu kwa upole, akijifanya ni binti mtifu na mwenye furaha. Alisogea karibu, alipiga hatua ndogo za kifahari kama alivyo Eliana akifanya mara nyingi kwenye hafla. Karibu baba. Karibu mama, alisema kwa sauti tulivu iliyosikika kana kwamba inatoka kwenye moyo wa upendo wa kifamilia. Rais Sarungi alimwangalia binti yake na kisha akasema, Eliana, leo unaonekana mzuri. Natumaini umejiandaa kwa mlo wa mchana. Ni desturi yetu kila mmoja awepo kabla sijaingia mezani. Ndiyo baba, Eliora alijibu huku macho yake yakikosa imani kabisa. Baba,
Unaniita binti yako bila hata kujua kwamba mimi kweli ni binti yako wa damu, yule uliyemtupa gizani. Wewe ni kipofu, tena kipofu wa ukweli. Alijiwazia hayo moyoni Eliora. Mke wa rais naye alimtazama kwa jicho la uchunguzi, lakini akaamua kumwacha apumue, akihisi kuna kitu cha tofauti leo. Tabia fulani visio ya kawaida kabisa, lakini hakutaka kuibua jambo mbele ya wageni. Eliora kwa upande wake alizidi kushikilia sura ya furaha. Aliigiza kama Eliana wa ukweli. Wakati alipoanza kuelekea mezani, Eliora aliketi kando ya mama yake wa kifahari, akiwa na uso wa tabasamu, lakini ndani ya moyo wake maneno ya siri siri yalikuwa yanamzunguka. Najua vizuri sura zenu mbili. Kwangu nyinyi ni maadui. Mmeua ndoto za mamangu na kuninyang'anya maisha yenye heshima. Lakini hapa mbele yenu nitaliacha tabasamu hili likue. Mtaamini mimi ni Eliana, ila siku moja nyote mtalipa kwa maumivu mlomsababishia mamangu. Eliora macho yake alitembea tena, yakamwangalia Rais Sarungi akizungumza na maafisa wake, na kisha akamwangalia mke wake aliyekuwa amekaa mtulivu kana kwamba kila kitu kiko sawa. Mara hii alihisi mkanganyiko wa ajabu, furaha ya muda mfupi kwa sababu anapewa heshima kama binti wa rais, lakini chuki ilichoma ndani kwa sababu anaujua ukweli wa damu yake na mateso aliyoweza kuyapitia. Kwa sekunde chache Eliora alijisahau, macho yake yakiwa na mng'aro wa furaha ya kuguswa na mamlaka makuu ya kifamilia. Lakini ndani ya sekunde hizo hizo moyo wake ulimkumbusha, usidanganyike, hawa sio wako, wewe ni kivuli tu hapa. Kumbuka sababu ya kuja hapa, kumbuka faili, kumbuka mama yako, kumbuka mateso. Naam, Eliora aliendelea kuvaa sura mbili kwa wakati mmoja, ya nje ikionyesha tabasamu la heshima na furaha, na ya ndani ikiwaka moto wa chuki na maumivu ya muda mrefu. Muda wa kula ulipowadia, wapishi wa ikulu walikuwa wameandaa kila aina ya mlo wa kifahari: nyama kuku wa kuoka waliompaka viungo vya kipekee, samaki wa kupaka nazi, mboga za kijani zilizopikwa kwa mafuta ya zaituni, wali wa binzari na tambi laini zenye harufu ya kitunguu saumu. Kando kulikuwa kuna bakuli dogo la kaju zilizokaangwa na asali, chakula ambacho kila mtu mezani alijua kabisa Eliana alikuwa akikiepuka sana maishani mwake. Wakati kila mmoja akianza kukitumikia chakula chake, Eliora alitaka kuigiza ya kuwa ni Eliana. Alijaribu kuwa makini asifanye kosa. Alijichukulia wali, akakata kipande cha kuku wa kuoka, na kisha macho yake akatua kwenye zile kaju zilizopambwa juu ya tambi. Harufu yake ilimvutia. Bila kufikiria mara mbili, alichukulia kijiko kizima na kuweka pembeni ya sahani yake. Mke wa rais aliyekaa kiti cha kushoto cha mume wake, macho alikuwa kwa makini sana kuona huyu binti yake atachagua chakula gani. Mara tu alipomwona binti yake akinyakua kijiko na kuanza kula kaju kwa utulivu, aliduaa. Alishikilia uma wake mikononi, akasahau hata kupiga hatua nyingine. Mama huyu kichwani mwake kulirindima swali moja tu: inakuwaje Eliana ale hiki chakula wakati akilaga hiki chakula na patwaga na allergy? Ikiwa atakula hiki chakula hata kwa chembe ndogo tu atapatwa na allergy, inakuwaje leo anakula hiki chakula? Mama huyu alibaki anamtazama tu, asielewe nini kinachoendelea kwa Eliana. Kwa nje hakusema neno. Mama huyu alitabasamu tu kwa kujifanya, akiendelea kukata nyama yake kwa kisu, lakini ndani moyo wake mawazo sasa ilianza kugongana kwa nguvu kwamba hivi kweli huyu ni binti yangu huyu, au kuna kitu kinachoendelea? Kwani siku hizi anafanya mambo ya ajabu hivi? Mbona tabia zake zimebadilika ghafla? Kwanza kuto kupata kumbukumbu ya chumba chake, sasa hivi anakula chakula kinachoweza kumpa allergy. Au ina maana kweli amebadilika ghafla? Hapana, kuna jambo kubwa hapa. Haiwezekani. Huyu atakuwa sio Eliana huyu. Naam, kwa muda huo Rais Sarungi hakuliona kosa hilo, kwa kuwa macho yake yalikuwepo kwenye mazungumzo na mmoja wa maafisa wake kuhusu mikutano ya kikanda. Lakini mke wa rais alizidi kumtazama binti yake sirisiri, akijitahidi kutokuonyesha wasiwasi wake. Kila kijiko cha chakula kile cha kaju kilichokuwa kinaingia mdomoni mwa Eliora kilikuwa kinazidi kumfanya jiulize maswali mengi sana. Eliora bila kujua anachokifanya ni kosa kubwa mno, kula chakula ambacho Eliana halagi. Aliendelea kula kile chakula huku akijipa ujasiri wa kuonekana ni mchangamfu. Alinoa uso wake kitabasamu kwa heshima wakati afisa mmoja alipomsifia. Wakati huo mama yake Eliana alijifanya kama anakunywa maji, lakini macho yake hayakumwacha binti yake. Hivi kweli huyu ndiye Eliana wangu huyu?
Na huku kuna kitu kinachopita hapa, mbona kila dalili inaonyesha tofauti? Amekuwa ni mtu mwingine kabisa. Mama huyo aliamua kunyamaza, akijipa busara ya kimama. Chakula kilipofika tamati, kila mmoja alisogea kunywa juisi ya matunda safi yaliyokuwa mezani. Eliora alinyanyua kikombe cha juisi ya parachichi, akitabasamu kwa upole, akihisi amefanikiwa kuigiza vile ipasavyo. Lakini hakujua kuwa macho ya mama wa kifamilia yalikuwa yakimfuatilia kwa ukaribu mno, yakihifadhi kila tabia ndogo na tofauti. Na hata alipoinuka na kusogea karibu na baba yake kumtia mkono begani kwa heshima, mama huyu hakuyumba kabisa kwenye hisia zake. Mimi ndiye mama yake. Ninamjua mwanangu zaidi ya mtu yoyote humu ndani. Huyu anayesimama mbele yangu anafanana na Eliana kwa kila kiungo cha mwili, lakini sio Eliana wangu. Baada ya chakula cha kifamilia kumalizika, Rais Salungi aliamua kurudi sebuleni pamoja na mkewe. Walitembea sambamba, wakapitiliza korido ndefu za ikulu, huku walinzi na maafisa wakisogea pembeni kuwapa nafasi. Hatua zao zilikuwa za utaratibu za kifamilia, lakini sura ya mama wa taifa, yani mke wa rais, haikuwa na furaha kabisa. Uso wake ulionekana umejaa mawazo, macho yake yakiangaza kama mtu aliyeona jambo lisiloelezeka. Mara walipokaa, mama wa taifa alimsogelea mumewe kidogo, akamwambia, mume wangu, mimi kuna jambo linanisumbua. Alitamka kwa sauti ya utaratibu lakini yenye msisitizo. Rais Sarungi alimgeukia mkewe, akamwangalia kwa macho ya utulivu yaliyokuwa na tabasamu dogo. Jambo gani tena mke wangu? Mama wa taifa alitikisa kichwa, alivuta pumzi ndefu, akasema, sio mimi, ni kuhusu Eliana. Nimeanza kuhisi binti yetu amebadilika mno. Kuna kitu ndani yake sio cha kawaida, ni kana kwamba si yeye yule tuliyomzoea. Rais alicheka kwa upole, akakunja pale nyusi zake kama mtu asiyeona sababu ya wasiwasi. Wanawake na hisia zenu, mabadiliko kidogo tunayechukulia kama jambo kubwa. Eliana ni binti mzuri, na mimi naona sasa nakuwa ameanza kuona msimamo wake, na hilo ndilo jambo la muhimu zaidi. Hapana baba Eliana, hata kwenye meza ya chakula hujaona alivyokula kile chakula cha kaju. Wewe mwenyewe unajua kabisa Eliana hana kawaida ya kugusa chakula kile cha kaju, maana ana allergy na chakula cha kaju. Niliona wazi alivyokula kwa furaha, kana kwamba hakuwa na tatizo lolote. Kitu hiki kimenishangaza sana, na hii sio tabia yake. Rais alitulia kwa sekunde chache, alimwangalia mkewe kwa umakini na kisha katabasamu tena. Mke wangu, huwezi jua, labda ameamua kushinda hofu zake, labda amejifunza kujenga nguvu mpya. Wewe unachukulia kama tatizo, mimi naona ni hatua ya ushindi wa nafsi yake, na hata hivyo sio jambo baya mtoto kuacha hofu za zamani. Lakini mme wangu, kuna kitu kimefichika. Siwezi kukueleza kwa maneno, lakini nahisi huyo sio Eliana yule tuliyemlea. Kuna mtu mwingine ndani yake. Kuna macho tofauti, kuna mienendo ya ajabu. Nimeishi naye kwa miaka yote, najua kila tabia yake, lakini sasa nahisi kabisa naangalia mtu mwingine tu, na sio Eliana yule. Rais alikunja mikono yake kifuani, akawa kama anafikiri jambo, na kisha akasema kwa msisitizo, mke wangu, naomba unisikilize kwa umakini. Eliana yuko sawa, hakuna kitu cha ajabu ndani yake, na zaidi ya yote mimi ninajivunia binti yetu. Kwa mara ya kwanza amefanya jambo kubwa sana, jambo la kishujaa. Mrs. Sarungi alimtazama kwa mshangao mumewe. Jambo kubwa? Unamaanisha nini? Rais alinyanyua macho yake juu kama vile anayehimiza umakini, na kisha akasema kwa utaratibu kabisa, Eliana ameniletea nyaraka muhimu sana, faili zito kabisa lililokuwa lina ushahidi wa uhujumu uchumi, na si kwa mtu wa kawaida, bali ni kwa waziri mwenyewe, tena waziri mkuu. Hii ina maana kubwa sana. Binti yetu ameonyesha moyo wa kizalendo, amethubutu kusema ukweli kwa ajili ya taifa.
Naam, kauli ile ilimfanya mke wake akae kimya kwa sekunde kadhaa, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Aliinua macho, alimkodolea mumewe bila ya kupepesa. Lakini mume wangu, huyo sio Eliana tunayemjua. Kwa namna ninavyofahamu binti yetu, asingeweza kumsaliti Victor kwa namna hiyo. Wewe unajua fika anavyompenda mume wake, anampenda sana kiasi kwamba hawezi hata kufikiria kumwangusha baba yake Victor. Hii ni kinyume kabisa na tabia zake. Na ndio maana nakwambia sasa hivi Eliana amekuwa mwanamke tofauti. Huo ndo ukuaji. Siku zote kiongozi wa kweli uchagua nchi yake badala ya mapenzi binafsi. Kama kweli Eliana amefanya hivyo, basi ninasema atakuwa kiongozi mkubwa, jasiri na mwenye heshima kipekee. Sioni tatizo na wala sipendi kugeuza hili kwa hofu. Badala yake, hebu shangilia mabadiliko ya binti yako. Mrs. Sarungi alibaki amenyamaza, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna mtikisiko mkubwa. Kila neno la mumewe liliongeza uzito wa maswali yaliyomzunguka. Eliana aliyekula chakula ambacho siku zote huwa hali, imekuwaje leo amekula chakula ambacho kinampatia allergy katika mwili wake? Eliana aliyetoa faili lenye ushahidi dhidi ya waziri mkuu, baba mkwe wake, na Eliana wa sasa ambaye anaonekana tofauti kabisa. Aise, kila kitu kilimchanganya sana mama huyu. Macho yake yaliangaza taratibu na ndani yake kulikuwa kuna hofu ya ajabu. Hofu kwamba mumewe anaona ushindi, kumbe labda kuna hatari kubwa inajificha ndani ya ikulu. Rais alipoendelea kuzungumza kuhusu ndoto yake ya kwamba binti yao atakuwa ni kiongozi mkubwa wa taifa, mke wake alijikalia kimya, lakini moyoni akaapa kuendelea kumchunguza binti yao kwa karibu mno, kwa sababu moja tu aloijua kwa hakika: yule aliyekuwa akikaa ikulu kwa jina la Eliana hakuwa tena yule binti wa zamani. Alikuwa ni mtu mwingine mwenye siri kubwa ambazo hata yeye mwenyewe asingeweza kuzifafanua. Ilipofika majira ya jioni, anga la jiji la Dar es Salaam lilianza kubadilika rangi. Jua lilipotelea upande wa magharibi na kuacha miale ya dhahabu juu ya majengo ya ikulu. Bustani kubwa iliyopambwa kwa maua ya rangi tofauti na miti mirefu yenye kivuli kizuri ilikuwa imejaa utulivu. Ni sehemu ambayo mara nyingi Eliana alipenda kukaa akitazama ndege wakirukaruka huku akijituliza mawazo yake. Lakini siku hiyo haikuwa Eliana halisi aliyekaa pale, bali ni Eliora, dada yake pacha, ambaye sasa alikuwa ndani ya ikulu akijifanya ndo yeye. Eliora alijiegemeza kwenye kiti cha mawe kilichopambwa kwa maua. Macho yake yalikuwa yakizunguka sehemu yote kwa mshangao na mshindo wa hisia. Kwanza kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuwa sehemu ambayo kwa miaka mingi aliiona kama ngome iliyomnyima nafasi ya kuishi maisha mazuri kama dada yake, lakini pia kwa sababu alihisi roho ya kisasa ikimzidi kila sekunde. Eliora alijiambia moyoni ya kwamba hapa ndipo Eliana alikuwa anakaa kila mara. Alijiambia hivyo moyoni kwa dharau, lakini ghafla sauti ya nyayo za taratibu ilimshtua. Mke wa rais, mama wa taifa, alikuwa amejitokeza taratibu akielekea pale bustanini. Alikuwa amevalia kanga nzuri yenye rangi ya bahari. Uso wake ulionekana kuchoka kidogo baada ya siku ndefu ya shughuli za kifamilia na kiserikali. Alipomwona Eliana ameketi pale, kwanza alitabasamu kwa upole, akiamini ya kuwa binti yake anataka kuwa karibu naye. "Binti yangu, hujambo?" alimuuliza huku akiketi karibu naye. Eliora alimwangalia kwa macho ya siri, macho yenye tabasamu la hila lililojificha nyuma ya upole wa sura. "Nipo sawa mama," alijibu kwa sauti tulivu, lakini ndani yake alikuwa anapanga mashambulizi ya maneno, mashambulizi ambayo yangemgusa moja kwa moja moyoni bila kuonekana kama ni shambulio. Baada ya kimya kifupi, Eliora alianza kwa sauti ya kawaida lakini yenye mashaka. "Mama, unajua kuna mambo mengi sijawahi kukuuliza. Kuna siku nilikuwa najiuliza, zamani kabla hujaolewa na baba, maisha yako yalikuwaje? Ulipitia changamoto zipi?" Swali hilo lilionekana ni la kawaida, lakini lilibeba mzigo mkubwa mno. Mrs. Sarungi alishtuka kidogo, uso wake ukabadilika. Hakutarajia binti yake kuanza kumchimba kuhusu maisha yake ya zamani, maisha yaliyokuwa yameyafunika kama kaburi lisilochimbika. Alivuta pumzi ndefu kabla ya kujibu swali hilo. "Maisha ya kila mtu yana changamoto mwanangu. Umuhimu ni kusonga tu mbele, kujenga tulicho nacho sasa." Alisema hivyo akijaribu kuzuia mawazo. Eliora alimtazama kwa macho ya kupenyeza zaidi. "Lakini mama, ina maana hakuna mtu yeyote aliwahi kukuumiza sana huko nyuma?
Hii ni mtu ambaye hadi leo kumbukumbu yake inakupa maumivu. Mke wa rais alinyamaza. Alijikuta na jikunyata. Sauti hiyo ilimgusa kama msumeno unaofungua jeraha lililokuwa limeanza kufunga. Kichwa chake kilimpeleka moja kwa moja kwenye jina alilojitahidi sana kulisahau, Eva Madinda, mwanamke ambaye aliwahi kumpa ushindani mkubwa mno na hatimaye akamsukuma nje ya maisha ya Sarungi. Kwa muda alikaa kimya, akitafuta maneno ya kutuliza. Unajua binti yangu, wakati mwingine binadamu wanaweza kuumizana, lakini tulichonacho leo ndicho cha umuhimu zaidi. Eliora alitabasamu kimya kimya. Aliona wazi kuwa maneno yake yalikuwa ni kama chambo kilichomvutia samaki. Aliongeza swali jingine lenye fumbo zaidi. Mama, na vipi kuhusu watoto wengine mama? Je, hujawahi kufikiria kwamba dunia ni kubwa na huenda kuna watoto wengine wanaoteseka kwa sababu tu hawakuwa na bahati ya kukalia katika familia yenye nafasi kama ya kwetu? Mke wa rais alishtuka zaidi. Macho yake yalimwangalia kwa umakini, akihisi kana kwamba binti yake amejua kitu ambacho hakupaswa kuweza kukijua. Kwa nini unauliza hivyo Eliana? Mama huyo aliuliza kwa sauti ya tahadhari. Eliora alijifanya anatazama mali huku akishusha pumzi ya kina. Sijui mama kwa nini nauliza, ni mawazo tu. Wakati mwingine nahisi kama familia yetu imekula haki za wengine. Kuna mtu alinyang'anywa nafasi yake ili sisi tuishi vizuri. Wewe hujawahi kufikiria hivyo? Maneno hayo yalipiga moyo wa mke wa rais kama nyundo. Jasho jepesi lilianza kumtoka usoni. Alikuwa akijiuliza, kwa nini binti yangu anauliza maswali haya leo? Je, kuna mtu amemwambia kuhusu Eva Madinda? Je, amejua chochote? Mwanamama huyu ilibidi tu atabasamu kwa nguvu, lakini sauti dhaifu ikisikika ikisema, mwanangu Eliana, dunia inajengwa kwa kila mtu kuchukua nafasi yake. Kile kilichopita kimepita, huwezi kurudi nyuma. Lakini mama, kuna baadhi ya mambo ya nyuma huwa hayapiti. Huwa yanabaki kama majinamizi, yanawasumbua kwa yale walioyafanya. Unadhani kweli kila mtu anayepoteza haki yake anasahau? Hapo mke wa rais alinua uso kwa mshangao. Midomo yake ikatetemeka. Hakuwa na jibu sahihi kwa swali lile. Moyoni alianza kupata hofu kubwa kwamba Eliana amejuaje mambo haya? Amejuaje namna nilivyopambana ili kupata nafasi yangu? Au anasema hivi kwa bahati mbaya tu? Kimya kilitanda kwa muda. Upepo jioni ulipoliza taratibu mawe bustanini, lakini ndani ya moyo wa Mrs. Sarungi upepo huo ulikuwa ni wa dhoruba. Alijaribu kucheka na kisha akasema, unajua Eliana, wewe umekuwa ni mtu wa ajabu siku hizi. Unasema kama vile kuna kitu hivi unakijua, lakini kumbuka wewe ni binti wa Ikulu. Hutakiwi kujiingiza kwenye kumbukumbu za zamani. Hizo si sehemu ya maisha yako ya sasa. Umenielewa binti yangu? Eliora alipiga tabasamu dogo, lakini ndani ya nafsi yake alicheka kwa sauti kubwa. Alikuwa amefanya mke wa rais ahisi hofu, ahisi kama jinamizi la kale limeamka tena. Mama, nitaacha, alijibu kwa upole Eliora. Ila nakwambia ukweli, wakati mwingine historia ikipuuzwa hujirudia kwa namna isiyotarajiwa. Mke wa rais alinyamaza, macho yake yakimtazama binti yake kwa mashaka makubwa mno. Alihisi kabisa huyu si yule Eliana wake wa siku zote, lakini hakuweza kuelewa ni nini hasa kilikuwa kinaendelea. Eliora akiwa amefanikiwa kuacha kovu la wasiwasi, aligeuza uso wake upande mwingine na kuendelea kutazama bustani, moyo wake ukicheka kisirisiri. Huo ulikuwa ndo mwanzo wa mchezo wake wa kisasi, na tayari aliona mke wa rais akianza kuyumbishwa kwa hofu na jinamizi alilolijua litaendelea kumfuata. Kwa kuwa alikuwa kamhoji maswali yaliyofunua kumbukumbu zake za zamani, mke wa rais aliona ni bora kuacha kuzungumzia hilo swala. Hivyo aliamua kuondoka na kumwacha Eliora akiendelea tu kupunga upepo mwanana wa bustanini. Kitendo hicho kilimfurahisha sana Eliora. Moyoni mwake alijisikia kama vile amefanikisha kitu ambacho hakika kilimfanya mke wa rais achukizwe na hofu ya ndani ya nafsi yake. Hali hiyo ilimfanya Eliora ajisikie hodari, akijua kila hatua aliyochukua ilikuwa ni sehemu ya mpango wake wa kisasi, na sasa hatua ya kwanza ilikuwa imefanikiwa. Aligusa simu yake kwa tahadhari, alibofya namba ya Victor kwa haraka huku akijikamua kudhibiti kicheko chake cha siri. Simu ilipigwa na Victor alipokea kwa haraka, lakini sauti yake ilionyesha ina wasiwasi. Eliora, vipi? Kila kitu kiko sawa kweli huko?
alimuuliza Victor, akijaribu kudhibiti mawazo yake yaliyokuwa yamemzidi. Eliora alitabasamu huku akijaribu kudhibiti sauti yake ya furaha. Victor, umeona kile nilichokifanya sasa? Mama wa taifa yuko kwenye hofu kidogo, na hii ni mwanzo tu, alijibu huku akijisemea moyoni ya kuwa kila kitu kilikuwa kikifanikishwa kama alivyopanga. Victor hakujibu mara moja, alitazama Mali, macho yake kijaa uoga kidogo. Eliora, umechukua hatua hatari sana. Hii inaweza ikaleta matatizo makubwa kwa sisi wote ujue. Na hiyo ndio furaha ya huu mchezo. Binafsi napenda sana hatari, na kizuri ni kwamba hiyo hatari itakuwa kwangu tu na sio kwako. Kwa hiyo huna haja ya kuwa na wasiwasi baba. Okay? Eliora alijibu kwa upole, lakini kwa kichwa kilichoinuka kwa kiburi cha siri. Eliora, unapaswa kuweza kuondoka hapo Ikulu haraka sana. Hapana Victor, siwezi kuondoka mapema hivyo. Kwanza hebu niulize kitu. Je, unajua mahali ambapo nyaraka za baba yako zimefichwa hapa Ikulu? Victor aliketi kimya, akijaribu kukisia, na hata yeye pia hakujua mahali sahihi kabisa nyaraka hizo zimehifadhiwa. Kila mmoja alijua nyaraka hizo ni hatari, zinaonyesha uhujumu uchumi wa waziri mkuu, na kama zingekuja kuvuja kwa raia, jambo hilo lingesababisha kifo cha siasa kwa familia ya waziri Mazanda pamoja na serikali nzima kukosa imani kutoka kwa wananchi. Victor alijua kuwa kufichwa kwa nyaraka hizo hakukuwepo kificho tu, bali kulihusiana na usalama wa familia yao na familia ya rais. Sikiliza, wewe achana na hilo swala la hizo nyaraka. Nilishakubaliana na mheshimiwa rais ya kwamba mimi nitalipa pesa zote alizokuwa amechukua babangu serikalini. Wewe fanya uondoke tu hapo Ikulu haraka sana. Victor, mbona ufikiri mbali zaidi? Hebu imagine nini kitatokea ikiwa hilo faili litavuja mitaani. Mimi niko hapa kukusaidia pia, kama unalijua hilo. Niambie nikalichukua haraka. Njia pekee babako kuwa salama ni hilo faili kuwa mikononi mwetu tu. Victor alionekana kufikiria kidogo. Ni kweli alielewa kuwa ili baba yake awe salama ni lile faili kuwa mikononi mwao. Ni kweli Eliora uko sahihi, ila hata mimi sijui mahali nyaraka hizo zimefichwa kikamilifu, lakini mimi nina baadhi ya maelezo yatakayoweza kukusaidia. Unajua hapo Ikulu kuna baadhi ya maeneo ambayo wafanyakazi wa karibu sana wanajua, sehemu ambazo hazionekani kwa kila mtu. Nyaraka zinaweza kuwa zimewekwa kwenye baadhi ya kabineti za siri au kwenye mifumo ya kielektroniki ya Ikulu, labda hata kwenye viti vya ofisi vinavyofungwa kwa siri. Siku zote ningeweza kukagua hata kidogo, lakini sio kukagua kila kitu kwamba kiko wapi kwa mtu kama mimi, hasa baada ya mheshimiwa rais kuweza kunigundua. Victor alijibu huku akijaribu kudhibiti hofu yake. Eliora alisikiliza kwa umakini mno, akatabasamu kidogo kwa macho yaliyojaa mng'ao wa furaha. Hii ni nzuri sana Victor. Hii inatupatia nafasi ya kwanza ya kuingia ndani ya mfumo, na hatimaye tutaweza kupata nyaraka ambazo zitaleta mpango wetu mbele. Kwa kweli una thamani sana kwa mpango huu. Unajua kama utaunganisha na ujuzi wako ndani ya Ikulu, hatutakuwa na vizuizi tena. Victor alikaza pumzi, akijaribu kupunguza kicheko chake cha hofu na kumjibu Eliora. Lakini Eliora, hiyo ni hatari kubwa mno. Ikiwa rais au wafanyakazi wa Ikulu wataona mtu kama wewe ukijaribu kufikia nyaraka hizi, hatutapata nafasi ya kujitetea. Kila kitu lazima kifanyike kwa tahadhari kubwa. Tena si Eliana, Eliora. Hii ni hatari zaidi kwako kuliko kwa mimi ujue. Victor, usijali, hii ni fursa ya dhahabu. Kwa mara ya kwanza nimepata nafasi ya kuingia ndani ya Ikulu, kuangalia kila kitu ambacho Eliana alifanya na pia kupata nyaraka. Na najua kuanzia sasa tutashirikiana kwa uangalifu. Mimi niko tayari, na kwa kweli mpango huu ni wa hatari zaidi kuliko hatari yoyote. Unaona? Kila kitu kilikuwa kikisubiri tu kupata mtu sahihi, na mimi ndiye mtu huyo sahihi. Nafahamu Eliora, lakini kumbuka kila hatua utakayochukua lazima iwe na mfuatano. Sio kila kitu kinafanyika bila mpangilio. Ikiwa tutashindwa sasa, tutapata nafasi ya pili tena. Victor, usiofu. Nitaendelea kuwa mbali na macho yote. Nitashirikiana na wewe, na hatutamwacha rais achukue hatua zaidi dhidi ya babako. Victor alikaza mkono wake kwenye kifua chake, moyo wake ukijaa hofu na shauku kwa wakati mmoja. Alijua kuwa hatua walizochukua sasa
zilitia msingi wa mpango mkubwa, mpango ambao ulikuwa hatari sana, lakini pia wenye matokeo makubwa. Okay, sawa Eliora, tuanze kwa tahadhari, lakini kumbuka, lazima kila hatua iwe ya makini. Hatua ndogo tu na kila kitu kitakuwa chini ya udhibiti wetu. Eliora alikaza pumzi, akijua kabisa kwamba huu sasa ndio ulikuwa mwanzo wa mchezo wa kisiri na wa hatari. Victor, kutokea sasa tuko pamoja. Hatutakuwa na mashaka. Hatutamwacha Eliana wala familia yake bila kujua hatima ya kila kitu. Hii ni fursa yetu na tutaitumia kikamilifu. Victor alikubali kwa ukimya, lakini moyo wake ulikuwa umekaza. Alijua kuwa kazi iliyosalia sasa ilikuwa ni pamoja na kupanga kila hatua kwa uangalifu, kuhakikisha kuwa wakiwa na Eliora ndani ya ikulu, mpango wao wa kupata nyaraka za waziri unafanikiwa kwa usahihi bila kujibiwa kwa shambulio lolote lile la kushangaza. Naam, msikilizaji, tukija ndani ya hospitali ambayo Eliana alikuwa kalazwa tangu asubuhi, taratibu macho yake yalianza kufumbuka kwa tabu, kana kwamba yalikuwa yamefungwa na gundi nzito. Harufu ya dawa za hospitali, usafi uliozidi kipimo na sauti za mashine ndogo ndogo zikitoa miale ya taa za kijani na nyekundu vilimkaribisha katika hali ya kushtuka. Alijikuta amelala kwenye wodi safi ya VIP, mapazia meupe yakiwa yamefunika dirisha na kuacha mwangaza hafifu wa jua la jioni kuingia. Alipovuta pumzi ndefu, alihisi maumivu makali upande wa nyuma ya kichwa chake. Alinyonyoa mkono wake kwa utaratibu, alipapasa sehemu yenye bandeji. Kila kitu kikamjia kwa kasi: chumba cha hoteli, sauti ya dada yake, uso wa Eliora ukiwa na tabasamu la ushindi. Pale pale Eliana alijikuta akisema, simu yangu. Moyo wake ulikurupuka kwa hasira, na ndipo kumbukumbu zikaanza kummiminika kama mvua isiyokuwa na kizuizi. Eliana aliona picha kamili kichwani mwake, yeye na Eliora wakiwa chumba cha VIP, mabishano yaliyopamba moto, jitihada zake za kurudisha simu yake aliyokuwa kachukua Eliora. Uso wake ulianza kujaa joto, hasira zilimchoma moyo wake. Kwa hiyo Eliora alinifanyia hivi makusudi, akaniacha nife, akaniacha niwe dhaifu mbele ya kila mtu, na sasa anatembea huku akivaa maisha yangu. Eliana alionekana kana kwamba damu yake yote inachemka. Alijaribu kunyanyuka pale kitandani ya haraka, miguu ikakanyaga sakafu baridi ya tiles. Mashine ndogo iliyokuwa ikipima mapigo ya moyo ilitoa mlio wa kengele, ikionyesha mabadiliko ya ghafla. Alishika nguo ya hospitali iliyokuwa amevaa, macho yake Eliana ikiwaka moto wa kulipiza kisasi. Akawa anasema, lazima niondoke hapa, lazima nikamkamate Eliora kabla hajaharibu kila kitu, lazima nimrudishe kwenye shimo alilotoka, lazima. Alijisemea hivyo kwa sauti ya chini lakini kali. Hatua zake Eliana zilikuwa ni za haraka, ingawa mwili ulikuwa bado ni dhaifu. Alipiga hatua 2-3 kuelekea mlangoni, moyo wake ukisukumwa na hasira kuliko nguvu za mwili. Lakini kabla hajashika kitasa cha mlango ulifunguliwa taratibu, kivuli kikajitokeza, kikafunika mwangaza wa nje. Eliana alisimama katikati, pumzi zikimkatika, macho yake kitazama kwa mshangao mkubwa. Ni Victor. Victor alikuwa amevalia suti ya rangi nyeusi, suruali iliyonyoka vizuri na tai iliyokuwa imelegea kidogo, kana kwamba alikuwa ametoka mbio. Uso wake ulikuwa na wasiwasi Victor, macho yake yakimtazama Eliana kwa uchungu na mshangao. Mikono yake Victor iliendelea kushikilia mlango, akionekana kama mtu aliyeshtushwa na kuona Eliana akiwa amesimama pale, wakati alitarajia kumkuta Eliana akiwa dhaifu kitandani. Kwa muda mfupi ukimya mzito ulitanda wodini. Ni sauti ya mashine pekee iliyokuwa ikinguruma taratibu, ikipima mapigo ya moyo Eliana. Eliana alikaza meno yake, akijua kabisa mtu huyo anashikamana kwa karibu na kila kitu kinachoendelea. Hasira zake zilipanda zaidi Eliana, lakini pia kulikuwa kuna mchanganyiko wa hisia zingine: mshangao, huzuni na kitu fulani hivi cha uchungu ndani ya kifua chake. Victor alipiga hatua moja ndani, macho yake kimtazama kwa umakini Eliana, kana kwamba kutaka kuamini kile anachokiona. Eliana alibaki tu amesimama, mikono yake ikiwa imekaza kitasa cha mlango, kana kwamba alikuwa tayari kupambana au kutoroka. Victor, alifoka Eliana kwa sauti ya maumivu na hasira. Wewe ndiye ulimtuma Eliora kunifanya hivi, si manake? Eliana mikono yake ilitetemeka huku akimsogelea Victor kana kwamba anataka kumshambulia, lakini mwili wake ulikuwa ni dhaifu, miguu yake iliyumba na akakaribia kuanguka. Kwa haraka Victor alimkaribia,
Alimkumbatia kwa nguvu, lakini kwa upole. Alimshika kana kwamba anamzuia asianguke. Harufu yake safi iliyopenya puani mwa Eliana, lakini hasira zilimfanya hata hiyo harufu iwe kero kwake. Victor alishusha pumzi ndefu. Alimshika kwa hisia, sauti yake ikiwa ni laini lakini yenye maumivu. Eliana, tafadhali tulia. Usijidhuru mke wangu. Hapo Eliana, akiwa na machozi yaliyokuwa yakicheza kwenye kona za macho yake, alijitoa kwa nguvu kutoka kwenye kumbato la Victor. Alimsukuma, akamwambia usiniguse. Alifoka Eliana, sauti ikakata kwa maumivu. Aligeuka haraka kuelekea mlangoni kana kwamba ataondoka mara moja. Victor alipanua mikono yake akamzuia, akijua wazi akiacha mkewe atoke nje katika hali hiyo dhaifu, huenda akazidi kudhurika. Lakini ndani yake alijua wazi kutumia nguvu dhidi ya Eliana sio suluhisho, ni kuongeza hasira tu. Aliamua kubadili mkakati. Ghafla macho yake yalikuwa ni laini, sura yake ikawa ni ya upole. Victor akamwambia, naomba nitazame Eliana, alisema kwa sauti yenye utulivu, akimfuata taratibu bila kumkazia macho kwa nguvu. Naomba uniangalie vizuri. Sikiliza, yaani mimi sina tatizo na wewe kabisa, lakini siwezi kukuacha uondoke hivi, bado naumwa mke wangu. Victor, usinidanganye. Nimekumbuka kila kitu. Nilikuwa na Eliora pale hotelini. Alichukua simu yangu na wewe ndiye uliyemtuma yule nyoka kuniharibia mimi maisha yangu. Sikiliza Eliana, naomba unielewe. Nimefanya kila kitu kulinda familia yetu. Hivi sasa Eliora yuko Ikulu, na kama wewe ukienda kila kitu kitaharibika. Naam. Maneno hayo yalimchoma Eliana moyoni. Mdomo wake ulitetemeka, machozi yakadondoka taratibu. Kwa hiyo unachosema ni kwamba umeamua kumfanya Eliora kuwa mimi, si ndo manake? Sauti yake ilivunjika, ikawa ni ya uchungu uliochanganyika na hasira. Alipiga hatua mbele, akimkodolea macho Victor. Yaani kuishi naye, kulala naye, hilo halikukutosha, si ndo manake? Umeona bora hata kumpeleka mpaka Ikulu kwa wazazi wangu, kumfanya ishi maisha yangu. Victor, si ndio? Unawezaje kufanya kitu kama hiki Victor? Unawezaje? Eliana, nahitaji zile nyaraka kupitia Eliora. Nitazipata kirahisi tu. Mwongo mkubwa wewe. Najua unataka kumwangamiza babangu kisa mimi nimefichua ukweli wa baba yako, si manake? Eliana, sikutaka yote hayo yatokee. Sikupanga mimi haya. Ila nimekosa njia nyingine. Ikiwa Eliora angekuwa mbali, tungelipoteza kila kitu. Nimeamua kuilinda familia yetu. Naamini huwezi kuelewa sasa hivi, lakini siku moja utaona nilichokifanya kilikuwa ni kwa ajili ya sisi wawili. Eliana alitikisa kichwa chake kwa nguvu, macho yake kimiminika machozi, akasema, Victor, nakuchukia. Nakuchukia kwa moyo wangu wote. Nakuchukia wewe na huyo Eliora wako. Mmenichezea, mmenisaliti, mmenifanya mimi ni mjinga, lakini sikubali kuwa mbadala wa mtu mwingine, na kuwa pia nitawalipizia. Wewe na huyo hawara yako mtaona. Naam. Eliana alifoka kwa sauti ya uchungu kweli kweli. Aliinua mkono wake kana kwamba anaapa mbele ya anga lote, na kisha aligeuka akaketi kwenye kitanda huku akijishika kifua. Alilia kwa uchungu na uvunja moyo. Victor alibaki amesimama pale akimtazama mke wake kwa macho yenye maumivu makali. Ndani yake kulikuwa kuna mapambano kati ya mapenzi yake ya dhati kwa Eliana na ukweli mchungu wa uamuzi aliokuwa ameufanya. Hakuna neno lingine linaloweza kumtoka zaidi ya pumzi nzito na macho yaliyofunikwa na ukimya. Wodi ilibaki kuwa kimya, isipokuwa sauti ya kilio cha Eliana, kilio kilichojaza hewa nzito ya huzuni, hasira na kisasi kilichokuwa kimekita ndani ya moyo wake. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, ndivyo Eliana alivyoendelea kulia. Victor aliamua kuchukua glasi ya maji na kisha akampatia Eliana, lakini Eliana alisukuma pembeni, ile glasi ikapasuka. Victor, ondoka hapa. Sihitaji kukuona. Sitaki kukujua tena kwa chochote kile. Ulichokifanya leo umenithibitishia kwamba haifai tena mimi na wewe kuendelea kuwa na ndoa. Ni bora tuachane tu Victor.
He, Victor alishangaa. Ingawa alikuwa hana maelewano mazuri naye, lakini bado hakuwa tayari kabisa kuachana na mke wake. Eliana ndo unasema vitu gani sasa? Yaani tuachane kwa sababu ipi? Ina maana wewe sababu hiyo ni Victor? Eliana, kugombana kwenye ndoa ni jambo la kawaida tu. Mbona umetaka kuharibu maisha ya babangu? Na mimi sijatoa kauli za kutaka tuachane. Sasa inakuwaje wewe utake tuachane? Ina maana kwamba hujamfikiria mtoto wako hata kidogo, sio maana yake? Kaa kimya Victor. Tena kimya Victor, usilete mambo ya mtoto hapa. Yaani unamtaja mtoto wetu utadhani kwamba unamjali vile. Nikuulize, mara ya mwisho kwenda kumuona mtoto wetu kwa bibi yake ni lini? Umekalia kufanya tu mambo ya kijinga tu, muda wote upo na huyo hawara yako unayemuona kama vile ndo kopi yangu. Alafu sasa hivi unajifanya kwamba unamtaja mtoto wetu. Seriously. Nani kasababisha hili sasa kama sio wewe Eliana? Nilipopata tu ajali, nikapoteza kumbukumbu, wewe uliamua kuweza kuondoka nyumbani na mtoto, alafu sasa hivi unanilaumu mimi? Serious? Ndio nakulaumu. Na nitaendelea kukulaumu kwa sababu ninachokisema ni ukweli na sio uongo. Ina maana kwamba unataka kusema wewe hukuwa unanisaliti Victor? Eliana, hayo ni maisha yangu ya zamani na nilishayaacha. Tokea nilipoachana na Hafsa, sijawahi tena kukusaliti mke wangu. Hata siku ambayo nilipata ajali, nilikuwa nasafiri kikazi. Victor, yani unaongea kana kwamba unadhani kwamba mimi sikujui vizuri wewe. Hizo kauli za kujitetea umekuwa ukizisema kila siku. Kwanza alikuwa Hafsa, akaja akawa Rara, tena huyu ndo umemzalisha mpaka na mtoto, na sijui ana hali gani sasa hivi, maana sitaki hata kujua. Umeona hiyo haitoshi, sasa hivi umeamua kunitafutia kopi yangu ili awe mbadala wangu, sio Victor? Victor alielewa kuwa mke wake ana hasira sana, hivyo aliona ni bora kujishusha kwanza, na hasa ukizingatia bado Eliana alikuwa yuko hospitalini. Okay, sawa Eliana, nimekuelewa. Naomba kwa sasa tuache hizo mada tafadhali. Okay, tuache kwa sababu nimesema ukweli na ndio maana unataka tuache kuongea hili. Si ndio jamaa yake? Sasa nisikilize kwa umakini Victor, nikwambie. Huyo kikaragosi wako aondoke haraka sana kwa wazazi wangu. Na pia nahitaji talaka yangu. Nimechoka kuwa na mume wa aina yako Victor. Hivi unamaanisha kweli Eliana kwamba unataka talaka? Kama utoitoa kwa hiari yako, utaitoa kwa lazima. Victor alichanganyikiwa. Hakuamini kama Eliana anaweza kufikia uamuzi huo. Alikumbuka vyema namna ambavyo Eliana alipigania penzi lake, alafu leo hii eti anataka talaka. Hilo jambo lilimuuma sana. Hakutaka kuendelea kuongea na Eliana. Aliamua kutoka kwanza mule wodini. Moja kwa moja Victor alienda nyuma ya hospitali hiyo ambayo kulikuwa kuna bustani nzuri ya kupendeza. Aliamua kwanza kukaa hapo huku akili yake ikiwa tu inawaza kile alichokiongea Eliana. Akiwa ametulia hapo, ghafla aliguswa bega na mtu ambaye alimshangaza sana mara baada ya kumwona. Hafsa, ni wewe? Ilikuwa ni sauti ya kijana Victor, na hii ilikuwa ni mara baada ya kumwona Hafsa akiwa ndani ya vazi la wauguzi wa ile hospitali iliyolazwa Eliana. Msikilizaji, Hafsa alikuwa amebadilika sana. Hafsa huyu hakuwa yule wa mwanzo. Alionekana kubadilika kuanzia muonekano mpaka tabia. Akiwa na uso wenye tabasamu la muuguzi kwa mgonjwa wake, alimtazama Victor kwa macho ya upole na kisha akamwambia, "Ndio Victor Mazanda. Ndo mimi Hafsa, wala haujakosea." Victor alibaki akipigwa na butwaa. Mara ya mwisho Hafsa hakuonekana kuwa sawa kisaikolojia, hasa mara baada ya kumteka Victor na kutaka kufanya jaribio la kumuua, sababu ikiwa ni wivu wa mapenzi. Lakini Hafsa wa sasa alikuwa ni mwenye afya njema na mwenye maisha mazuri kabisa. Hilo lilijieleza wazi kupitia uso wake mzuri uliokuwa hauishi kutabasamu. "Hafsa, mbona uko hapa?" aliuliza Victor. Hafsa alimtazama na kisha akatanua mikono yake kama vile mwanasiasa anayetoa hotuba hadharani, na kisha akasema, "Kama unavyoniona Victor, kwa sasa mimi ni muuguzi hapa hospitalini, na namshukuru Mungu maisha yangu kwa sasa yamebadilika sana. Tiba ya saikolojia niloipata imenipatia mwanzo mpya wa maisha yangu. Vipi kuhusu wewe, unafanya nini hapa na mbona unaonekana kama vile hauko sawa Victor?" Victor kwanza alishusha pumzi nzito na kisha akasema, "Hongera sana Hafsa kwa hatua uliweza kuipiga kwenye maisha yako. Hakika Mungu ni mwema
Asante Victor. Kwa hiyo hutoniambia shida ni nini, si ndio? Pengine labda naweza nikawa ni suluhisho. Kumbuka nilipitia mambo mengi tu na wewe. Kwa hiyo kwa kiasi fulani na kujua Victor. Hafsa, kwa kweli acha tu. Maisha yangu bado hayajawa na amani hata kidogo. Sijui ni lini mimi nitapata pumziko au mpaka nikifa sijui. Yaani kwa kweli sijui. Pole sana Victor. Kwani ni kuhusu mkeo? Ndio, umejuaje kwani? Victor, nyinyi ni watu maarufu sana hapa nchini. Unadhani ni nani asiyejua mikasa yenu? Huko mitandaoni mnavuma kila uchwao. Kwa hiyo unajua kwa kiasi matatizo yenu, ingawa sio kivile. Ndio hivyo Hafsa. Yaani kila siku mambo yanazidi kuwa ni mabaya kwa upande wangu. Hafsa alimshika bega Victor na kisha akamwambia, pole sana Victor. Kila jambo lenye mwanzo likosa kuwa na mwisho. Ona mimi nilikuwa sioni sisikii kuhusu wewe. Nikafanya kila namna niwe na wewe, lakini nilisahau kuwa kila mwanadamu ana hatima yake. Hatima yangu haikuwa mimi kuwa na wewe, na kwa kweli mwanzo nilikuwa ni mgumu kuelewa hilo, lakini baada ya matatizo niliyopitia, baada ya kifo cha mama yangu, nilikuja kugundua kwamba sikuwa katika njia sahihi. Nilipoamua kubadilika, kila kitu kwenye maisha yangu kikaanza kunyoka, na mpaka leo naishi kwa amani na upendo. Sina maana kama sipiti mitihani kimaisha, lakini walau kwa sasa sina stress za maisha kama zamani. Kwa hiyo hata wewe pia usijali, wakati wa Mungu upo tu Victor. Ipo siku wakati ambapo Mungu atasema sasa kila kitu kinatakiwa kubadilika kwenye maisha yako. Kitu cha muhimu kwa sasa Victor ni kuwa tu na subira. Maneno hayo yalimfanya Victor ahisi walau faraja moyoni. Alimpa pole Hafsa kwa kufiwa na mama yake, na kisha Hafsa akasema, Victor, wacha mimi niendelee na kazi, maana nipo zamu ya usiku hapa hospitalini. Ila ukihitaji ushauri wowote kutoka kwangu au kama ukihisi kuna msaada mimi naweza nikakupatia, basi wewe njoo tu hapa hospitali utanikuta. Aliongea Hafsa na kisha alianza kuondoka. Victor alibaki akimtazama Hafsa huku moyoni mwake kukiwa kuna faraja. Kwanza kuona Hafsa amekuwa na amani kwenye maisha yake, lakini pia akampa maneno ya kumtia moyo. Aliendelea kusalia pale kwenye bustani mpaka ilipofika majira ya saa 2 za usiku, ambapo aliamua kurudi kule wodini alipokuwa Eliana. Lakini Victor alipofungua tu ule mlango wa wodi, moyo wake ulipiga kwa kasi. Kitanda kilikuwa kiko empty, yani hakina mtu. Shuka ilitupwa. Mwanzoni alihisi labda Eliana atakuwa yuko msalani, lakini kadri alivyozidi kuendelea kusubiri pale wodini, haikuonekana kama Eliana yuko msalani. Taa ya hatari iliwaka moyoni mwa Victor. Alijaribu kumwangalia msalani, lakini Eliana hakuwepo. Ilibidi aite. Aliita kwa sauti ya hofu, lakini hapakuwa na mtu wa kujibu. Mpaka hapo akatambua kwamba Eliana atakuwa kaondoka pale hospitalini. Akatoka mbio nje ya wodi, akakimbia koridoni, akamuuliza muuguzi alikuwa yuko karibu, lakini wote walishangaa kumwambia kwamba hawajamwona Eliana akitoka. Moyo wake ulianza kukurupuka kwa hofu. Haraka alichomoa simu yake akajaribu kumpigia mkewe. Alipiga mara ya kwanza, simu ikasema haipatikani. Akajaribu tena, jibu likawa ni lile lile, haipatikani. Mikono yake ilitetemeka, jasho jembamba lilianza kumtoka usoni Victor. Ndipo akili ikamrudisha kwenye wazo moja tu, Eliana lazima atakuwa kaenda Ikulu. Hapo ndipo hofu ilimzidi Victor, kwa sababu alijua fika ndani ya Ikulu kulikuwapo kuna Eliora akijifanya yeye ni Eliana. Sasa ikiwa binti huyo Eliora akigundulika na mke wa rais, au hata rais mwenye akija kuligundua hilo, mambo yangeharibika vibaya zaidi kuliko hata alivyowahi kufikiria. Si kwa Eliora pekee, bali hata kwake yeye pia. Sasa itakuwaje? Bwana, patamu hapo. Eliana kaenda wapi? Eliana usikute kaenda Ikulu bwana. Bwana, patamu, mambo yanazidi kunoga. Tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 34, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle Jay. Asante kwa time yako. Niseme bye bye kwa sasa.